couldn't believe it. Let me get this straight. You don't want to take. You just wanna be someone I can always turn to. Right until the end. Can you say that again? I'm sorry, I just wanna make sure that I heard you. I waited for you my whole life. You don't know what you mean to me. If you ask me to be your wife, I would turn around and say, you mean to tell me that I could have you whenever I want. I can tell you that I love you when you love me too. No more waiting forever on love, but I would wait all over again if it means I get you. Hey, Moses Chef. Hey. Just wanna show you how far my love goes. You mean to tell me that you feel the same? You know that collab song? Hey. Can't believe that I found the one. Yeah, my search is done now when you You kama unajua kwa song. Hey. Well, first come first. Serve. Good morning. Today you are not late. By the way, you are the first. Hey. Number one, the first kuregister. Hey. Woo. You don't know what you mean to me. Hey. If you ask me to be your wife, Woo. turn around and say, you Hey. tell me that Thank you, Moses. I want. I can tell you that Mtu wa tatu wako kasong kake. That love song. but I would wait all over again if it means I get you. I'll never be more sure of the unknown. We said what wajue love songs. My love goes. You mean Huh? to tell me that you feel the same? Then baby, I'm here to stay. Yay, good morning, good morning. I would go with you. Oh, I'm more than cute. Oh, thank you. Abdullahi Amal Salah. Welcome, sir. Susan Home. Thank you. Welcome. Bob Clement, you're watching. Thank you, sir. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Oh, my Deacon. Nakusikia hapo. Leo ni ile siku ya ushuhuda. Good morning, sir. Yes. Leo ni ile siku yetu ya ushuhuda kwanza. Yes, thank you for tuning in. Yes, Njoroge Lawrence. Thank you, sir. Oh, on flick. Thank you. Wow. Imeshika sana. Roiro, well represented. Hey. Sawa sawa watu wangu, watu wangu. I love you people. Yani good morning. Yes. It's a beautiful Thursday today. It's sunny. Yes. Kuna jua. Wow. May the Lord bless you. May the Lord do you good for tuning in. Reverend Zippy. Wow. May the Lord bless you. May the Lord do you good. Thank you for tuning in. Yeah, may the Lord bless you. Ni asante sana kwa ajili ya kuungana nami siku ya leo. Na leo tulisema ni siku ya ushuhuda. Kwa hivyo kila mtu atayarishe ushuhuda. Tangu tuanze hii kitu, akina wenye tu wanani messenger, wengine wanaona ni WhatsApping, yani waokoke saa hizi. Now. Leo sasa kuchukua muda mrefu sana maana lakini Bwana atatusaidia. Acha tuseme Bwana atatusaidia. Rev Zippy Mlolongo, yes, Mlolongo iko Machakos County. Dixon, may the Lord bless you, man of God. Rufus, yes, Kinywa, if I'm right, Rufus, yes, may the Lord bless you, man of God. Oh, you like my physical appearance, even my heart. I'm good. I'm clean. Not only physical appearance, even spiritual. I'm good. I thank God. Abdullahi Omar. Thank you, sir. Now, leo ni siku ile yetu tunasema hatupendagi makasiriko. Hapa tunataka tu roho safi, watu roho safi, couples thing, yeah? Na sasa hapa tunaanza na ushuhuda siku ya leo. Tangu tuanze hii kitu ya Rev Zippy ya Thursday ya couples thing. Ni nini kimekuwa kikiendelea?
Cyrus, wow. Yani ni Cairo well represented. Cyrus leo uko ndani, ni sawa sana, karibu sana. Na ukisikia watoto tokeni nje watoto wanatoka nje, watu wazima wanabaki ndani. So may the Lord bless you. Tunaenda kuanza ama tushaanza already and nimeokoka, yani nimeokoka na Yesu ni Bwana. Kwa hivyo na nimeokoka, Yesu ni Bwana na nimeolewa na the one Mr. Mwega. Mr. Mwega, yes, ndio naitwa Zippy Mwega. Yes, nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku yetu mali safi na kuambia mtu wangu kila kitu Bwana ameiweka vizuri, well packaged. Mama yangu akaambiwa wacha ende akuwe baraka. Love you Moses Chef, thank you, God bless you. Now ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, yani Bwana amekuwa mwaminifu, yani amekuwa wa baraka, yani tangu Thursday tupatane hapa imekuwa tu ni ya baraka na okay. Ani nyi watu leo mkopoa, leo tu mkopoa, connected. Wow, my brother yuko Kericho. Wow, thank you my brother, thank you for tuning in. May the Lord bless you. Yes, Rev Zippy, let's make sure we share. It's couples thing. By the way, hatutaki makasiriko na tutaki roho ya bodoma hapa. Tunataka tuongeleshane, watu wafungue roho zao, tuongeleshane ni mambo na marriage vile kuko huko nje. Susan unangojea. So vile kuko huko katika bedrooms katika nyumba zetu kuko aje. So lazima to make sure you share, tag a friend to watch pamoja. Yani si vibaya kutumia bundles zako kukuwa na wakati tu mzuri na kushauriana mmoja na hata mwingine. The Bible says hata imeturuhusu hata you confess your sins one to another. It is according to the word of God. So may the Lord bless you. Now we invite the reigning of the Holy Spirit in this service in the name of Jesus Christ. Father, how we pray that you may have your way in a powerful way in the name of Jesus. We rebuke every spirit of confusion in the name of Jesus Christ. We bring down every demonic altars against this service in the name of Jesus Christ. Holy Spirit of God, reign in our families. How we pray for restoration, for healing, oh God. We pray, Jehovah Lord, for deliverance in our marriages, oh God. We pray for the fire of love to rekindle, Lord. We pray, Jehovah Lord, even for the right connection, Jehovah Father, to those who are not married in this platform, Jehovah Mighty. We pray that you may connect us, Jehovah Lord, with the men and women of destiny, wives and husbands of destiny in the name of Jesus Christ. We bless you and we honor you. Have your way, Spirit of God, and reign in Jesus' name. And everyone say a good amen. Can I hear a good amen? Type a very good amen there. Type a very good amen. Tafadhali tusiboeshane, tusianzane saa hizi morning. Kwa hivyo tuongeleshane. Type a very good amen. Mliko umefunga macho, sawa, fungueni. Tushamaliza. Invite the reigning of the Holy Spirit katika ibada ya siku ya leo. Now, tuanze na ushuhuda. Tangu tuanze family to rekindle the fire of love in our marriages. Tulijifunza mambo ya kuwa na love songs. Yes, sijui kama mnakumbuka tulijifunza kwanza love song. Kila mtu anataka atype hapo love song moja yenye ashajua saa hizi. Kama yenye uliimbia wife, bora kama ni ya Kikamba, hata kama ni ya Kikuyu, hata kama ni ya Kimasai, bora tu ni love song. Inaitwa love song. Kwa hivyo you type a live song hapo, hata mimi tusikie ni gani uliimbia wife. Sawa Moses Chef, naongojea love song hapo. Nataka ushuhuda. Kuna watu walikuwa na wanaanza kuboeshana hapo, na sasa ninataka kuamini mshaanza kukua poa, mshaanza kurudi vizuri. Nataka ushuhuda zikam. By the way, Susan Low, mnangojea ushuhuda. Kama ulianza kupeana vizuri, yes, kama ulianza kupea mtu vizuri, nataka hapo tuanze kuambiana vizuri hapo. Okay, sawa. King, okay. The king who? Oduriche. Okay, sawa. Welcome. Sijui kani saa. May the Lord bless you. Now, nataka ushuhuda zikam. Make sure you share. Let us share. Ushuhuda zianze kukam saa hizi, zianze kukuja saa hizi ushuhuda ya what God amefanya in our marriages. Nataka kwanza kusikia sasa love songs. Yes, zile ambazo umejifunza na zile umekuwa ukiimbia wife. Kama kuna mtu hajamari hapa anaongojea ati ni salama rohoni, akisuza nitakugonga.
ati ni salama rohoni. Rohoni ya nani? Hebu acha. Nataka hiyo song na title yake. Alafu tuna Google, tunasikia kama ilikuwa ni tamu. So tulianza watu waanze kupeana vizuri, na sijui kama mumeanza hiyo kitu ama bado tu mumeboeka. Tumesema hiyo roho ishindwe, tuliagree na tukasema hiyo roho ishindwe. And so saizi ninangojea ushuhuda. Aki hata muende wapi, mimi singoki hapa na siwaogopi. Naongojea ushuhuda ya kile kimekuwa kikiendelea for those episodes tumekuwa nazo about couples thing, kama tumerekindle the fire of love in our marriages. Yes, kama tumerejesha upendo, kama watu wameanza kupendana, kama pastor umeanza kupenda wife. Maana nimeona kulikuwa na pastors hapo, sijui kama wako bado ama sasa unaambiwa bado I love you unasema amen. Sijui kama umebadilisha ili ya kuambia ati baby I love you unasema amen. Ulisahau na kusema I love you too. So nataka ushuhuda. Watu wote wamekuwa wakifollow this thing. Ninataka testimonies zikam nianzio naongojea na hizo za ma love song. Moses Chef usijifanye hapo na kuona uko hapo. Nataka love song. Susan Loum usijaribu kuniambia ni salama rohoni. Obvious inakuwa kisu. Sylvester my deacon nataka love song. Nataka Kenya nataka ushuhuda zianze kukam. By the way tukiendelea na tunasema hivi to rekindle the fire of love in our marriages, kuwasha tena moto kama ulikuwa umezima. Hey Rayvanny, I love you baby. Yes, oh Rayvanny, wow, that jamaa is wow. Na sauti yako nao Rayvanny is a good one. Though sijui, so Moses ni kama utanitumia nisikize. Watu wanitumie love songs. Rayvanny nimesikia hapo. Rayvanny is a good one, yeah. Now ninataka love songs zenye ulikuwa tulisema turejeshe upendo, turejeshe the fire of love, na tulisema by the way kila kitu na wakati wake. Na hapa tunaongelea mambo ya upendo, hapa tunaongelea mambo ya marriage, hapa tunaongea mambo ya kupendana, watu wapendane na watu wasikizane na watu watembee pamoja. Na tukasema tu can never walk together unless they agree. Where there is unity pia Mungu ana command blessings. Na so it is my prayer that our marriages zitarejeshwa na zitapona tukiapply tu hizi vitu ndogo ndogo, si vitu ati kubwa, ni vitu tu hizi ndogo ndogo zenye ziko na Mungu ndani yake. Sawa. Hapo ndio tunaendelea. Naongojea I love you baby by Rayvanny. Naongojea Susan Lomu usijifanye na kuona tu sana mkiwa na Dickson Mwiche hapo na waona. Kwa hivyo mfanye haraka tuendelee. Now tulianza hapa na tukasema tunaomba Mungu sana katika ndoa zetu, moto wa mapenzi ama upendo. Mapenzi si upendo tunapendana sisi wote. Mapenzi tunaongelelea. Mapenzi yaanze kuonekana. Last Thursday tulikuwa hapa na tukaanza kusemezana na tukasema kuna mambo tunafaa kufanyia kazi, na tukaingia pia tukaguza kidogo mambo ya what do we call watu ambao wameanza kupendana juzi, ambao wanataka kuingia katika marriage, about ku date. Hizo vitu tulianza mahali na tutaendelea. Lakini sasa kuna vitu nataka tuanze. Unaanza hiyo, nataka nirudie sana maana imeguziwa sana. ati vie ya wendo Muigai wa Njoroge. Okay, guy, sawa. Hiyo utanitumia hata mimi nijue ni gani hiyo. Dhire wa wendo. Okay, akisi unajua ujui Kikuyu, but it's okay. Now, tuanze mahali. Na ni hapo tulikuwa tumesema mambo ya love song na bado hamjaniambia, mmenyamaza tu. Mungu anawaona, ni sawa tu. God is watching. Mkinilenga ni sawa tu. Now, tulisema hivi, ninaanza na maandiko hapa. Na hii ndio maandiko inatuongozaga katika ibada yetu kwa wageni wetu. Haya ndio maandiko yanatunini. Tunasemanga watu wasinyimane. Sema amen. Hallelujah, sema amen. Na these are my these are my things, my fundamentals. Hey. Sawa. These are my things. Sindosia Mutongoi. Naongojea tu. Hiyo ni ya Sylvester. Mimi nilikoma na ile ya Stella wakwa. Hapo ndio ninakuanga tu wakati tuko huko Machakos County. Nitakuja the other county, sijui ni gani hiyo, Kiambu County. Tukiendelea.
Tulisema aje? Tulianza na hapa, watu wasinyimane. Hiyo ndio maandiko inatuongozaga hapa, couples. Hapo ndio tunaongozagwa nayo. Na so wewe tulisema hapa hakuna makasiriko, hapa ni kujiachilia, na Bwana akiwa ndani yetu tunafika haraka sana, maana Bwana akitutangulia, he makes everything, every crooked way straight to his glory. 1 Corinthians chapter 7 inasemaje? Hapo ndio hiyo nilisikia Bwana akinisaidia, maana nilikuwa namuuliza Bwana na nikakuwa wakati nilikuwa namuuliza kile ambacho ametuwekea. Paulo anasema vitu mingi sana hapo. Nimeisoma vizuri na nikaona Paulo vile anasema vitu mingi. Lakini kwanza alisema hivi, watu wasinyimane. Sema amen. Watu wasinyimane, couples, watu wasinyimane. Na kama anasema watu wasinyimane, ni kwa nini? Watu wasiingia katika dhambi. Na kwa hivyo ati tupewe siku ya kuimba. Yes, tutakuwa na siku ya kudance hapa, ngojea tu. Tutaanza hiyo, nina organize hizi very soon. Tutakuwa na lovers night tutakuwa nayo. Watu wenye wanapendana tutakuwa na hiyo usiku wetu. Nao inasemaje? Paulo ndiye anasema, by the way, chochote kinaandikwa katika maandiko ni cha maana sana. Na in fact, hii tunasemaga Bible ni inspired word of God. Na kwa hivyo ni kitu Mungu mwenyewe ameona ni vizuri watu watembee kwayo. Na maandiko inasema hivi, Paulo alisema watu wasinyimane. Sawa sawa, hiyo ndio inatuongoza. Sawa sawa, hiyo ndio inatuongoza. Paulo anasema watu wasinyimane, na hiyo ninasema ni juu ya couples, na anasema vizuri sana, maana ametupatia mwongozo. Anasema hivi, kama hamuko not unless uko katika maombi ama kwa vitu zingine zenye wamama tunakuaga nazo, lakini hizo siku zingine zote watu wapeane, na tukasema watu wapeane kila mahali vizuri, na sio unajua, tulisema vizuri na tukaagree watu wanafaa wapeane kwa ajili ya na anasema mwanamke hana nguvu juu ya mwili wake, na mwanaume pia hana nguvu juu ya mwili wake. Sawa sawa. So inasema hivi, mwanamke ni wa mwanaume, mwanaume ni wa mwanamke. Kwa hivyo wewe ni wangu, mimi ni wako. Sasa huyu ni Pastor Mwega naambia, Mwega ni wangu na mimi ni wake. Nili ndoa zetu ziweze kuishi, ndoa zetu ziweze kuinuliwa, ndoa zetu tuanze hata kusema kuimbia Bwana vizuri. Unajua hiyo kitu ni mzuri. Mimi naambiaga watu hapa wakati tulianza na wao ya kuwa hiyo kitu ni mzuri, na hiyo kitu iko na Mungu mwingi. Sijui kama ushaisikia kuongea na ndimi Susan Loumu, ukiwa hapo ukasikia tu ni kama unaweza anza kushukuru Bwana, hujui ni kwa nini ndimi zinakuja, na ni kumbe ni maneno. Ulisema hii zingine neno atilegeza kiuno ufanya nini? Hiyo nilikuwa nimesikia kitu kama hiyo. Kuna mahali nisikia Mr. Mwega akiniambia bibi legeza. Na sasa sijui alikuwa anamaanisha nini, but hiyo ni tutaangalia tuseme tujue alikuwa anamaanisha nini. Watu wasinyimane. Na let me tell you, kuna kitu ambacho not only sex ili tuleta pamoja, ni vitu mingi zinataka watu pamoja. Na kitu ya kwanza ninasikia wamama na wazee wameniambia niongelelee siku ya leo ni mambo ya kujitunza, yani mwili yako kukaa vizuri. Sawa sawa, mwili yako ukiangaliwa inakaa vizuri, maana mwanaume ni macho. Na wanaume nataka tuongeleshane na nyinyi sasa. Mwanaume ni macho. Yani mwanaume kitu ya kwanza kile kinambeba kwanza ni macho, kuangalia tu Kenya naona saa hizo. Kitambo ingia kwa roho kwanza anaonaga kitu. Ni your physical appearance. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na so nikakuwa nikiona tuangalie vitu fulani hapa. Nataka tuangalie vitu fulani na wamama, tuanze na wamama napenda. Maseslam. Kumbe unajua hii song. Unajua hii song nilikuwa najiuliza inatokanga wapi. Sijui nani alifunza Mr. Mwega, lakini ni kama hiyo song si mbaya. Ati tusome verse wenye hatuna mawapenzi bado. Tunatafuta sijui wamejikinga wapi ni hii baridi. Tutaangalia. Susan. Wenye nitawaambia ni song gani, nitawaambia ni gani mtaimba nyinyi. Utaanza kusema hebu tuendelee. Moses tupatie hii ya huyu Biko mwenye bado sijui atakaa saidi gani, wenye hawana watu lakini wanataka watu. Tunaomba Bwana wakuje wote in Jesus name. Unatype amen na unashare, na kuambia unashare lazima turejeshe. So kitu ya kwanza ni physical appearance.
vile unaapia, sawa sawa, vile unaapia. Na hiyo ni kitu, unajua siku moja bwana wangu aliniambia kitu siku moja, na hii wamama wasijaribu kunishoot mimi I'm very unshootable, sawa sawa. So wamama akaniambia kitu kizuri sana, bwana wangu siku moja akaniambia, babe, unajua wakati nilikuoa ni kama ulisahau na ukaona ni kama umefika, na sasa sijui alianza wapi, ni kama aliniona kidogo nimeanza kujiachilia, na so akaniambia usijaribu kujiachilia baby, ninataka ukae vizuri, nataka tu hata ukikuwa 96 years bado una slay to the glory of God, sawa sawa. So akaniambia uni vizuri ujiangalie na ujitunze, na mimi niko hapo kwa ajili yako, lazima nitakununulia kenye unahitaji kujitengeneza vile unafaa kujitengeneza. And so nataka kwanza na ladies, sawa sawa, tuanze hapo mambo ya nini, hiyo ni kujirudia, tunajirudia kidogo mambo ya usafi, maana kuna watu wamenipata huko kwa messenger huko ndani wakaniambia watu wakuwe wasafi vizuri, sawa sawa. Hiyo tulikuwa tumeongelelea, lakini nao wakati tunaongea physical appearance ati utawezana Susan Low okay, sawa sawa. Ambia mwana wa Biko kama utawezana. Now, usafi physical ati appear eatable. Okay, sawa sawa. You appear eatable before you are eater. Sawa sawa. Sawa sawa. Now, vile unaapia, maana mwanaume sana tunasema wanaume ni macho, na ni vizuri tuambiane ukweli katika hii service yetu. Nimeona Joyce amekuja, Joyce Boss na hajaolewa amekuja, lakini nimeona ni kama ako karibu na amenitia harusi yake. So vile unaapia ni kitu ya maana sana, the way you appear. Nimeona Susan Oma anasema you appear eatable, ni sawa. Ukitokea hivi mbele ya mtu anasema hii, yani kila sana hii na hiki no kireke, hiki can be eatable. Yes, now na zaidi ya hiyo pia kuna vitu mingi, but now kunaangalia tu tunaangalia ndio sasa. Msianze kuchat na mwana Biko sawa sawa, msianze kuchat, tuingie kwa service, mtachat baadaye, sawa sawa. Nasikia kumbe uko hapa now you appear eatable. Na kuna mtu alikuwa ananiambia hivi, ambia wa mama saa zingine hata ukiwa kwa nyumba yako, vaa kanguo kenye kana kufit vizuri, sawa sawa. Vaa kanguo kenye kana kutosha vizuri, ni sawa. Lakini sasa ni vizuri kuvaa ile nguo inakutoshea poa. Hapo ninaanza na mama dams wetu, tunaanza na mama dams hapa. Ukiwa kwa hao ama ukiwa tu hata ukiwa mahali unaenda, vaa kanguo tu kenye kana kutoshea vizuri, na si kenye kana kushika, si kenye pia kana kuachilia sana. Kuna ile nguo tu unasikia wewe unapiga, una breathe. Kuna nguo yenye unasikia pia una breathe, na ni vizuri sana pia kuvaa kabra kazuri. Unajua kulikuwa tunasema hapa women ambao tuko na fallen soldiers, so you appear romantic. Nasikia anza niambia you appear romantic. Oh, thank you. Na sasa hapa ni watu wenye wameoa na watu wameolewa, kwa hivyo ninarudia sana hapa, wenye wameoa na wenye wameolewa, sawa sawa. You appear mbele ya your husband. Na unajua nilikuwa naangalia Solomon anasemaje, unasikia vile tu ana describe bibi manzi yake, vile anamdescribe tu matiti twako, kiuno chako, yani vile unakaa sura yako, yani hata wewe sio hata ukiapia unaapia unaweza describeiwa by the way, Kwa hivyo nasema hivi, women tusijiachilie, sawa sawa. So tukasema hata kama zako ni fallen soldiers, by the way kuna hizi za hip hop, hizi za kuinua hivi, tunakaa vizuri sisi, tumenyonyesha, tunashukuru Bwana kwa ajili ya baraka. Na kwa hivyo ziinuliwe vizuri, zinakaa hata mzee akiziona anaona kuna vile tumedungililia hivi, ni kama sawa sawa. Hii ni mambo ya watu wazima, sawa sawa. Hii tunakaa na nikasema, na ni maandiko nilisoma inasema wamama wazee wafunze wamama wachanga. So mimi ni mzee, sawa sawa. Hapo narudia sana, na nashukuru Bwana. Pia venye una pia ni vizuri sana pia kwa hazi yako, wacha tu anakuonoki kila siku. Na maandiko yanasema and people shall see you and envy you, sawa sawa. Watakuona washangae, hey, niliacha huyu kumbe hazekangi. Yani wacha watu waku envy mama, watu wakikuona vile bado yani wanaona kama utaolewa uchape, lakini sasa badala uchape yani umeendelea na kuiva, yani bado unaendelea, watu wanashangaa, hey, huyu tulikuwa nangojea tapiga watoto watatu wachape, lakini hachapi. Usikubali kuchapa mama.
Usikubali kuchapa. Sasa hapa tuko kwa ladies, our girls. Hata kama uko na watoi waine, bado stand. Yani stand strong and firm. Sawa sawa. Wacha tuto tumatiti tufunge vizuri, tupack vizuri Ni tupack vizuri. Na hapo nataka wamama tuongeleshane. Tupack vizuri. Yani mtu alikuwa anangoja, hey, ukizaa watoto watatu, sijui ukizaa watoto waine utachapa. Hauchapi. Yani bado umeiva, bado umestand. Bado watu wanakuangalia wanasema, hey, nagaka nekega haka kameundwa Na nasema Waswahili wanasemaje, ukiona vielea jua vimeundwa. Kwa hivyo hakuna kitu ambayo itaelea kabla havijaundwa. So unda yako mami, unda kabisa, unda. Mtu asikuletee makasiriko yake. By the way, hiyo ni life yako, na hii dunia itaki mtu asikupatie pressure yake. Kwa hivyo we enjoy life yako, enjoy life yako. Ni yes, you've been married, yes, umezaa watoto wako 5 ama watoto 4. Kuna wenye unapenda watoto forever 18. Sasa mimi nasema natakaga 12. Mimi ni kama napenda 12. Nasikia unajua sasa ubaya ama uzuri wa kwetu, we have this chubby body. We are big, but big and bold. Sawa sawa. Na mimi sipagai makasiriko. Sawa sawa. Sawa sawa. So mama, niko hapa kwa baby girls. Kwa hivyo usikubali kuchapa mami. Usikubali kuchapa. Ebu simamia hata kama uko na watoi wangapi. Ebu live to ati umeundwa kama chuma ya reli. Nakwambia kitu ngumu, kitu imestand. Hey, kitu ambayo haiharibiki. Sawa sawa. So mama, usikubali mtu yote umeolewa, uko katika hiyo marriage. Nakwambia, na mimi nasema pia mahazi wa support mabibi zao kustand. Wa support. Ununulia bibi Kenya anahitaji. Kama ni tumafuta tuzuri mbaie. Kama ni kanywele peleka salon bwana. Watu mpaka wakikuangalia wanasema, hey, wewe uko na bibi chuma, uko na chuma. Hii inaitwa chuma kama chuma ya reli. Uko na chuma, uko na kitu. Yani wanaume wakikuona wanasema, wanakusalute, wanasema yenyewe baba umeweka hawaifu ipoa. Unaona? So hata wife yako akiapia mbele ya watu wanasema yenyewe huyu jamaa ako 250. Sawa sawa. Unajua si ladies, nitakuheshimu wakati nitaona wife yako umemwekaje. Nikiona kitu yako ni chuma na imeundika. By the way, ati chuma ya doshi ni gani? Sawa sawa. Chuma ya doshi ni hiyo. Wapi mkubwa? Huyo unaitaka nani? Unaitaka ni Beni ama ni Bene? Anaitaka nani? Chuma ya doshi ndo hiyo. Ikitosha mboga basi ishatosha. Sawa sawa. So tuko hapa kwa mamas. Nakwambia mami, hata kama uko na watoi wangapi, hata kama, do you know, of late nimeangalia venye mademu wamejiunda, wamekataa. Nani anakujibu? Nani? Naona Moses Chef anakujibu. Acha kujibu, hiyo ni sawa. So mami, hata kama uko na watoi wangapi, usikubali kitu yoyote ikuweke down. Usikubali. Hapa kwanza tuangalie madems wetu, ili shetani akose nafasi katika ndoa zetu. Ebu B16 12 years till we die. Tulikataa kuzeeka, by the way. Kataa kuzeeka. Na hapo naambia Mungu, maana niliona mahali Musa anasema I'm 120 years na bado niko strong. Vile nilikuwa chali, bado hivyo ndivyo niko. Bovye nilikuwa chali, hapo tutakuja nikukuja kwa wazee, kuja kwa wanaume. So mama, ebu kaa mrembo, ebu kaa super. By the way, ukiwa kwa hao yako, ebu vabra, usiachilie ati zinakuja zinafika kwa kitovu hapa. Ni sawa, tumenyonyesha, tunashukuru Bwana kwa ajili ya baraka, lakini wewe tafuta kibra kizuri kenye kinainua hivi, zinakaa hivi ni saa 6. Sawa sawa. Hata kama ni kuna wenye ni kubwa, kuna ndogo, vile tu Bwana amekupatia, yote ni sawa, tunashukuru Bwana. Na kwa hivyo kaa smart. So vatia pia nguo kenye kana kufit poa. Sawa sawa. Kuna wenye ni wakubwa, kuna wenye ni katikati, kuna wenye ni wadogo. Vile tu Mungu amekuumba, be proud of yourself. Sawa sawa. So usivae ati kinguo kikubwa ati jue ni mkubwa. By the way, kuna watu wanataka kuwa wakubwa. Nasikia wanaombaga Mungu sana wakuwe wakubwa. Kwa hivyo shukuru Bwana kwa vile Mungu amekuweka. So vaa ile nguo yenye inakufit. Sawa sawa. Vaa ile nguo yenye ukitokea hivi inaonyesha vile, si ati inaonyesha mwili yako sana. Si unajua kuna ile pia si poa sana, but kuna ile tu yani inaleta wewe, this is you. Haitaku exaggerate uanze kusalimua kama mama wa 62 years na wewe uko tu 25 years hapo 30 ati juko na watoto 3. Kataa hiyo in Jesus name. Na una type amen hapo, sijui kwa nini amuongei. Ebu ongeni na una share kabisa. Una share, unaongea na watu na hapo unawaita, unaambia kujeni twende ibada ya watu wakubwa.
Sawa sawa. So usiambiwa, nasema ngambia pia kuokoka sio kuboeka. Pia mimi nimeokoka by the way, na hata unaweza enda ukienda kwa timeline yangu, nimevaa tu vizuri, si vibaya. But at least usivae kinguo kikubwa, kwanza hazi yangu ni mdogo. Sasa unapata hazi yangu ni mdogo size na mimi ni mkubwa. So alafu nirudi nikivaa kinguo kikubwa bwana, nitakaa mama yake na nitaanza kupiga introduction nyingine hapo sijui. Nitakaa mama yake. Kwa hivyo kama wewe unajua hakuna kuna mahazi wenye ni wadogo, mawife zao ni wakubwa kama wangu, so vaa nguo yenye inakutoshea, nguo yenye inakufiti vizuri, nguo yenye itakuonyesha yani wewe uko sawa tu, umejipanga, wewe ni mama, unajua mahali unaenda, hata kama uko na watoto wangapi, yani watoto wako wakae poa, pia wewe ukae poa, na vile unapia mbele, hata by the way inakupatia confidence. Mama ukikaa poa, by the way inakupatia confidence, hakuna mahali huwezi ingia, sikudanganye, na hakuna mtu anaweza kukuzuilia ati kuingia mahali, ati ukiwa tu umevaa nguo kako kenye kana kutoshea poa, kenye kana kutoa vizuri so ebu ulan kuvaa ile nguo yenye ile nguo inakutoshea vizuri, sawa sawa, ile nguo inakutoshea poa vile pia sura yako umeiweka. Mimi naambiaga mama Dams, hapa tuko kwa mama Dams, na pia nataka uniambie hapo Moses vile mnapenda hizi vitu zikiwa ni vizuri. Wanaume pia muniongeleshe, muniambie vile mnapenda hizi vitu zikikuwa, yani vile unataka wife. Huyu ni wife tunaongelelea, he is not just any other person. Huyu ni wife tunaongelelea, huyu ni mtu mwenye akona responsibilities, huyu ni mtu mwenye akona watoi, huyu ni mtu akona do you know, so like me ni pastor so unajua pia kuna vile pia nitavaa sawa sawa. So nituangie mambo ya mawife. So nataka wanaume pia waniambie vile wanapendaga mawife wakikua. Unapendaga wife akiwa aje? Tusidanganyane, tuambiane ukweli. Unatangaga akiwa aje? Hiyo ndio nataka tuongelelee, sawa sawa, ili tuweze kusaidiana. Mimi pia nataka kusikia kitu, nataka pia kuambiwa, sawa sawa. Mmoja kuna wengine haezi niambia, anaombaga Mungu siku moja mtu anisaidie. Sawa sawa, tuendelee tuongeleshane. Nataka ma comments hapo, nataka watu wakiambia mahazi sasa, watuambie wanatakaga wife akiapia anaapiaje. Ukitembea na wife kama ni mkubwa, obviously sisi wanawake kuna wengine ni wakubwa, kuna tumebarikiwa vitofauti, unatanganga akiwa aje, sawa sawa. So tuangalie hivyo, tuangalie. So mama, kitu kingine nataka kwa advice pia mamas wenye wamemari, ni vizuri pia kujitengeneza kasura kako, kauso kako, kukaosha mara kwa mara. Unajua kuna vitu zinatokeaga kwa uso, tuna mavitu zinatokeanga kwa ajili ya kutokuosha sura vizuri, sawa sawa. So ni vizuri watu wanaosha sura zao. Kuna kitu inaitwa scrubber. Ni vizuri una scrub, hata kama wengine hawana, unaweza nunua, uchukue kama mchanga na hapo na uchukue kama mafuta ukoroganishe hivyo. Hii niko tunatoshea kwa kila mtu. Kuna mwenye haizi akanunua scrubber, lakini kuna akili tu Mungu anakupatia, sawa sawa. So una scrub sura yako, so inakuwa tu super, uko mweusi, uko sura vile tu Bwana amekuweka, vile tu Mungu amekuumba, uko tu beautiful. Lakini there is always your part and God's part, sawa sawa. Usijiachilie useme tu wewe ni wa Bwana. Ni sawa, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana Yesu, na pia wewe kuna bwana mwingine hapa ambaye amekuoa. So ni vizuri tumuangalie pia, utunze roho yake, aache kutamani watu wengine pale nje, sawa sawa. So ni vizuri tuangalie ndoa zetu, tuangalie vile mama unajiweka, vile mama unavaa. Pia ni vizuri sana mama, usijiachilie sana vile unaosha tu suruari twako, sawa sawa. Hapa ni marriage thing, sawa sawa. So hii ni mambo ya watu wazima, sawa. Na wanaume by the way, saa zingine enda kwa supermarket, nunulia wife suruari saa zingine, ama ni aje? Mbona hamtaki kuongea? Shida yenu ni nini? Wanaume saa zingine enda kwa super, nunulia wife suruari. Sasa zingine mleteka surprise, enda ununue, unajua tu size yake. Na usinunue ndogo ati unajua utaki ati ule jamaa mwenye anakuuzia hapa wale unachagua kitu kubwa. Sasa zingine nununie, angalia size, sawa sawa. Angalia size, pelekea wife suruari, nunulia wife suruari saa zingine. Hata aone pia kumbe unaonaga hizo haga. Na usijaribu kuniletea mimi wangu. Namwambiaga hapa Mr. Mwega, asijaribu kuniletea ndogo, aniletee size yangu. Na akienda kwa super, I spread hivi vile hii inatoshea mama, hii inatoshea mama mama atafeel poa, atafeel unampenda, atafeel kumbe this jamaa si hachukii vile niko. Hadi nani anasema aje?
And sugar is also good for scrubbing. Yes, sugar unaweza tu scrub na uweke tu kwa mafuta kama lotion tu, na it is good to una scrub kama una pesa ya kwenda facial. Yes. Sawa. So another thing, avae nguo fitting, well ironed, kuoga is a must, and that's what brings attraction to men. Sawa. What you fear now, tunataka kusikia from men. We men tafadhali. Silvestre wacha kusema tu amen. Tuambie kitu jamani. Tuambie tu kitu hapa tuongeleshane. So saa zingine enda kwa super, nunulia wife suruari. By the way, ndio unaitoanga. Sasa shida yako ni gani? Na vile unakuwa busy kuitoa. Na kama sasa unaitoa, mbona hutaki kutoa kitu supu? Kila saa unataka uitoe na haujui bei. Hutaki kujua bei. Nunulia wife suruari jamaa. Kuna jamaa alikuwa nakatia dem, nilikuwa nasikia alikuwa nakatia jamaa. Kwanza kajistri nikapoka kakuiki. Unasema nini wewe? Ni kazuri sana. Kajistri ni kale kanaitwa kata what? Kana kuwa ni kauzi zoa kawaka. So mawaifu wanadai wakisheki yako ni kazuri kwa nyumba, maana inaachilia, inakuwa imelegeza. So inaendaga ikishake. Hey. Sasa zingine hata si seduce bonako kwani iko nini? So saa zingine nunulia kile unanunua kajistri unapelekea mtu wako. So ni vizuri saa zingine wewe unaenda kwa super unanunulia wife nini suruari. Wacha kutoa kitu hata haujui ilitoka wapi. Shida yako ni gani? Saa zingine enda nunulia mama suruari. By the way, mletee suruari. Enda kwa super, nunua hata kama tuswe 3 ama tuswe 4 na ulete size yake. Mimi kwanza ukiniletea kubwa, wife ukiletea kubwa kuliko size yako, jua alikuwa naibika. Ati nakutoboa mashimo na vidole za miguu. Okay, sawa. Mwache hiyo roho katika jina la Yesu. Ishindwe in Jesus name. Hiyo ya kutoboa suruali za watu na vidole za Mungu. Toa vizuri. Shida yako ni gani? So mawife wanunuliwe suruari. Na naongea na mahazi hapa. Enda kwa super, angalia size yake hata kama ni big nini. Mtu asikwambia ati hivi kwa sisi tunaandikaga nje. Tutakaki hiyo makasiriko yenu hapa. Unaanika vizuri. Hata yeye anaringa. Hazeni niletee tu suruali tusupu. Jioni wachana na t-shirt na skirt ndefu. When you are dating, then you know how to dress, but wakishaolewa you change. That is very good. Waweru anasema kitu kizuri sana hapo. Wakati ulikuwa una date, ulikuwa unajitengeneza. Wakati hiyo ni mama. Wakati ulikuwa na date, ulikuwa smart, ulikuwa na tungo to fitting. Wakati uliolewa, my friend, ukakuja ukafit kupika, si vibaya tunapikanga, hata mimi napikanga by the way. But now ni vizuri venye waweru wanasema vaa nguo kako fitting, jitengeneze by the way. Nukia vipoa mami. Ni vizuri unukie poa. Sawa. Ni vizuri unukie poa. Na tuko hapo tunaenda hapo kwa waweru tujamalizia hapo tuingie hapo. Na nasema mahazi tupeleke mawife zetu, hata saa zingine mpeleke salon. Sawa. Najua sasa mwezi amen, mmenyamaza kabisa ni kama hamuyuko. Peleka mama salon atengenezwe nywele. Sasa zingine atasangia utasema leo ni sato, leo siko job. Wacha nipeleke mama salon. Enda uketi na yeye hapo, wacha atengenezwe ukiwa umeketi tu hapo. Ni wife yako. Maandiko yanasema enjoy the wife of your youth. And so enjoy in every area. Sio si ati ni packaging peke yake. Not only packaging. Not only packaging. Sasa zingine enjoy. Wangu. Sawa. So unafaa uenjoy sana maisha kwanza vile yako hivyo hiyo size tunaitaka heavy drive, heavy G, heavy D's. Kwanza vile hebu ichukue vizuri hivyo kwa super, yani waonyeshe hizi ndio vitu za mine, ni size iko poa. Sawa. So nunulia wife nini suruali yake. Saa zingine mnunulie bra. Kwa nini hizo matiti ushikagi na vya mnanyonyanga hapo hizo matiti na mnajifanya hapo? Kwa hivyo vile mnapenda kusishika. Kama unapenda kuzishika, tafadhali nunulia wife bra. Wacha kumwacha tu hapo. Saa zingine enda tu. By the way, be proud of your wife. Sawa. Enda saa zingine tunasema to rekindle the fire of love in our families. Yani enda kwa Moses Chef wakati unaona unaelekea kuoa. Saa zingine enda kwa super, nunulia hata si kwa super, hata kama ni wapi mali Mungu atakuwezesha. Tafuta bra. Unajua size. Si upime na mkono hata wewe. Kama ni mikono 2, kama inatoshana hivi, pima hivyo na inatoshana. Kwani si wewe ndio ulipenda hizo vitu kubwa?
Ati kuna wanaume nini hawapendi mabibi zao kuvaa short dresses or fitting ones. The men want nguo ndefu kama wakolino. Kuna hiyo kamati, lakini Jane unaona na wakati nguo fupi zinapita, unaona mtu anaendeleza hivi na macho ati wife material. Tutuonyeshe ni polyester inatengeneza kwa nini? Ati unaona anapitisha macho hivi. Ni sawa hata kama haupendi, mwambie yeye anataka, hata yeye anataka kufila kopoa. Anataka kufila hajazeeka sana by the way. Si tunazeeka kuliko wanaume. Kwa hivyo ni lazima unitengeneze poa ili nisizeeke mapema. By the way nitunze. Ukiniangalia haze ameniacha na kitu 4 years. Lakini ukiangalia ni kama mimi hata ni mkubwa kumuliko. Maana yeye ni chali but kwanza akivaa jeans na t-shirt. Ati muliacha kunyonya. Maisha ni uongo, bado mnanyonyanga. Wacha uongo. Ninajua hiyo ni nimesikia na wanaume. So kama kwanza wewe maisha nakushuku sana. Kama hiyo size venye inatoshana, hiyo tu unaguzanga hiyo matiti, unaiguzanga, nunua bra size yake. Unaijua size. Wacha kwenda ati unataka kale kadogo lakini unajua chako ni kikubwa, mnunulie size yake. Mimi kwanza siwezi nikataka ati baby nimekuletea bra ikose kunitoshea. Uniambie kama huyo mwenye alikuwa amesimama hapo kwani alikuwa na matiti ndogo ukanitoshanisha na yeye. Sasa wanaume tununulie wake zetu bra, tununulie wake zetu tusuruali turembo. Wewe kwana kuna tusuruali unaweza nunulia hata wewe usikie gai. Kwani mtu kinanipendanga. Kwa kinajua size yangu. Nikiwa uraiga wewe. Na unasema hivi, maisha hamjacha kunyonya. Ninajua mnanyonya sana nyinyi kwanza umeshikilia. Mkono ikiwa sijui wapi na umeshikilia tu na mdomo hivi utaki kuachilia. Na bra utaki kununua. Shida yako ni nani? Ni gani? Nunua suruali na ununue nini? Na ununue bra. Ununue mtu bra venye unaitoanga. Kwanza mnajua kuifungua. Mpaka mnajua kuifungua na kidole moja. Unajua kuifungua kaka. Hivyo haraka. Na tumesema mtu suruali asitoe suruali na mguu. By the way tulisema hivyo. Mambo ya watu kutoa suruali na kidole ya mguu hii kubwa, tutikuwa dawana usio. Hatutaki. Ndio ni mabibi wamenipata nyuma ya nini? Nyuma ya tent. Wakaniambia hawa wanaume watutoe suruali vizuri. Tuliolewa ni ndio, lakini hatutaki uchovu. Tulisema marriage is not for the lazy. Shida yenu ni nini? Peleka mtu salon na usimame hapo. Sasa zingine kaa na wife kwa hiyo salon. Kalisha yeye. Watu kwa wanaume nikalishe. Sasa zingine nipeleke kwa salon, wewe kaa hapo uingia kwa simu yako, alafu nikimaliza unaniambia baby usakisi unakaa real. Aki baby unakaa poa. Unafikia ndasikia aje? Nitafikiri kama nina date. Lakini uko na kimtu hapo hakitawahi kupeleka salon, hakitawahi shida yako ni nani? Ulinipeleka date. Wakati ulikuwa unanitaka kunioa, ulikuwa unanipeleka date. Wakati ulikuwa unataka kunioa, ulikuwa unanibaia tu vitu. Lakini sasa nimeolewa, sasa hata value yangu sijui ni kushuka inashuka kama ni kupanda. Inafaa kupanda ama kushuka? Nataka kujua. Hebu Jeni niambie. Jeni hebu niambie inafaa value kushuka tukiolewa ama inafaa kupanda? Wanaume lazima mtuambie. Tumekataa. Mimi nimeolewa. Na kama mimi mtu amenioa, sasa kwanza nimeleta watoto wengine 3. Unafikiria kubeba mimba ni rahisi? Ati na utanibaia suruali, nibaie pad. Enda kwa super, nunua pad vizuri hivi unaziachilia hivi kwa super. Na hapa kuna wanaume they never hawajainunulia maisha kama toko ndo wako la ukelea pad. Pengine hujainunua pad. Ukiwa kwa super, ingia kwa super, nunua pad za mama. Kama unajua hujaweka mimba, nunua pads, jaza kwa kikapu, mpelekee babes, nimekununulia pads. Yes? Sawa. Tulikata mambo. Unasema nikupanda kama hujapanda. Sasa hapa hebu nisikie ni kupanda nini? Ni kupanda mbegu ama nini? So, tunasema hivi, mama wanunuliwe suruali, wazee waende kwa ni vizuri by the way, si kila wakati but saa zingine tu. Tunasema hapa to keep the fire of love burning in our families, in our marriages. So ninunulie suruali saa zingine, sio wewe ni mwega na nunulia mama suruali, angalia size yake. Saa zingine kama ni ka G-string, hata kama unajua kuna kasule kana kauzi. Ushaona kwa kauzi? Nini? Anaitwa nani huyu Dickson? Ushaona kwa kasuruali? Kana kuaga ni kauzi hivi. Lakini hapa mbele ndio tu kame protect. Sijui kana protect nini, lakini huku nyuma ako tunataka hewa. Hiyo time tunataka hewa. Una shake hivi ukitembea kama tanye kanaenda hivi shake wa bamba inaendaga hivi. Sawa. So
Tumeagree ladies, na unasema amen. Ukisikia hapo ni pazuri. Kama hujainunua suruali, tunaamini Bwana kuanzia leo watanunua suruali. Kama hajainunua pad, so tunasema vitu kama hizo. Watu wapelekwe salon. Saa zingine si kila wakati, but saa zingine tu peleka tu, keti hapo, ngojea tu wife atengenezwe tu nywele. By the way, ata feel loved. Yani after tu kukuzalia, hata nimekuzalia watoto wawili, hata hujaifanya ni Kamau, I like you, I love you, nakupenda Kamau. Kama hujainunua suruali, enda mnunulie leo. Kama uko na kado, pitia na hapo hivyo mnunulie tuswe tutatu. Na unamwambia stalele surprise. Hey guy, hata nikiurainga me, nakwambia ata wow. Kwa hivyo bado ananikumbukanga. Kwa hivyo yani surprise hata wife na dudu vitu tudogo. Suruali si pesa mingi. Suruali kuna za za 200, kuna suruali za kila bei. Na uenda kwa super utaziona. So msurprise. Kama wewe ni mwanaume uko hapa, unajua hujainunulia wife suruali, unajua hujainunulia wife bra, unajua hujainunulia wife nini pad, na kuambia ninakutuma kama reverend. Hii ni desk ya Reverend Zippy. Enda ununulie wife bra. Enda ununulie suruali hata kama ako nazo. Enda ununulie akinafurahishaga. Woi, kuna akinafurahisha. Kwanza ununulie kared. Unakia katakuwa kared na kamepakiwa vizuri. Sasa kamepakiwa kanakuwa na kangine kajuu, kana kasuruali ka G-string na kakona kabura. Alafu avae uko umelala kwa kitanda hivi, umejilaza hivi kwa bed. Alafu mwambie baby hebu vaa hiyo, Ebu baby zunguka hapo, zunguka baby inama baby songa neki yoroiga be. What is you saying? What do you mean? This I'm telling you. Ukisema ukifanya hizo vitu, sijui Charles anajishika hapa ni kwa nini, lakini unajua Wakristo wakikuja mambo na sex na do tumeokoka na tunaenda mbinguni. By let me tell you, hizo ni vitu zinatusumbua sana. So tuendelee. Sawa. So huyo ni wife yako. Hiyo ni bedroom yenu. Saa zingine wacha feel bado baby uko poa. So tunasema hivi, watu wavae zile nguo ati imeandikwa just do it. Nimesikia mimi akisema ati unavaa t-shirt na jioni ndio unafika mama unavaa sengenge ni ng'ombe hiyo t-shirt. Sasa tubadilishe mamizi. Na sasa pia tunabadilisha as a team. Tumekuja pamoja tusaidiane. We are changing it as a team. Mimi na wewe. Kwa hivyo kama unataka nikuwe tu pia msupa, pia wewe ni encourage kunikukua hivyo. Unataka tu nikuwe hivi, hey baby. Nunua kako ka G-string, nunua kako ka top. Yani nitengeneza. Hata mimi nitakuja bwana, hata nitakubali unifanye hivi hata kama mimi niko 96 GB. Kwani iko nini? Hata kama mimi 96 GB, bado I'll be proud of myself. Na jua kuna Hazi ananipenda. Hazi bado anajua sijachapa. Hazi bado wanasikia, do you know? So tunataka the fire of love in our marriages bado ibaki tu kuwa hivi. So mama, wachana na sengenge ni ng'ombe, wachana na hii my KTN, my choice, my whatever, hapana. Sawa. Though tuko na watoi, tulisema kuna manguo tu tunavaa, na hiyo ni watu ni wanaume waliniambia vile wanataka. Sawa. Na tukasema you pay more attention. Anasema ati this is shame for Onyango, you are here again. Okay, sawa, may the Lord bless you. No, so make sure your wife umemfanya a feel she's the best. Hata akiwa na miaka ngapi, atakuwa how old, just make sure ako poa. Sawa. Make sure ana feel loved, ana feel thank you Tyra. It's nothing but truth. Thank you my friend. Now let me tell you, make sure I feel tu ako tu poa. Sawa. Make sure your wife and I feel loved and I feel, do you know? So mamas, kuzeeka, kuolewa na kufika hapo, haimaanishi ati sasa you have stopped dreaming, stop kuendelea na life inaendelea. And so my husbands, encourage your wives, encourage them. Encourage your wife to be the best, kukua kile Mungu alimfanya akue. Yani make sure ako poa. Make sure ana feel yeye bado anapendwa. Make sure I feel bado yani ako sawa. So hiyo ni men. Tumeagree na men ya kuwa watanunulia mawife suruali, watanunua mawife bra. Sijui shemu inakujia wapi kwa suruali, ama ni nani avaangi suruali huko kwa kina Onyango, sijui ni nani avaangi. So sijui nani so make sure suruali, I think suruali ni nguo, ama suruali sio nguo, ama what is shameful here?
Hiyo ndio roho ya hypocrisy of high standard. Na uondoe hapa, scroll out. Sawa. Now ni wakati tumefika, now we stop all these things. Sawa. Na uambie wife, let mama ajue, baby you are the best, baby you yani you know, tumesema hivyo, wife wakae wakae poa, na ujivunie that wife, that husband, that wife of your youth. Mahazi tumeambiwa hapa. No, hata pia wife hata unawishi ungekuwa na your wife. Wow. Hata wao wanunulie. Sawa. By the way, it is very good. Hata wewe wife. Sasa husband, one thing ni kuambia weakness moja na mabwana ama na wanaume. Wanaume ukiongojea aende kwa shop, aende ajinunulie, anunue suruali boxer, mwanaume ni wa few. Hiyo that one I can tell you for free. Ukiongojea mwanaume atoke kwa nyumba ati aende kwa super, nimeenda kununua boxer, nakwambia ni ngumu, utangoja forever mami. Kwa hivyo the best you can do, chukua pesa yako mami, nunulia hazi yako boxer. Mununulie, usiongoje iraruke. Ninaona zingine zina post yangu hapa ati imeraruka hapa kwa mshipi. Na ni hazi yako mami, usiache hazi yako ararukiwa na boxer. By the way, wewe kuwa najua niko na mawaifu wazuri hapa kuna mawaifu wazuri, kuna mawaifu wapoa sana, wananunulia mabwana zao boxers. By the way, I'm one of those. Sawa. Unaenda na unanunua ile poa, ile ya cotton yenye hata sweat. Tunza hiyo kitu ni yako. Tunza hiyo kitu. Usinoenda tu kununua tu boxer yoyote, hapana. Tunza hiyo kitu ni yako. Huyu mtu ni wako. Nunulia yeye boxer supu. Nunulia yeye boxer poa. Nunulia mwanaume, men they don't. Ama men nadanganya. Ni ngumu, atanunua once per year. Na hiyo imemlazimu. Hana otherwise, zimeisha, zimeraruka zote hapa katikati. Ndio anaenda kununua boxer. So mamas, wacheni tununulie mabwana zetu boxers. By the way, ninapenda sana, ni poa sana. Once in a while boxer unaweza nunua, ukinunua boxer 5 ama 10. Sasa zingine hata naona mawife wapoa wanaosheaka mabwana zao maboxer. Mawife msijaribu kuniweka mangumi. Sawa. Ati bulletproof, okay. So mabwana, let me tell you, my wives, wacheni tununulie mabwana zetu pia boxers. Sawa. At these ones of the source perfection is that's thank you Charles. Now wanaume hapa tustiki kwa hiyo ya Kamau kwanza, tukienda kwa ingine. Mabwana ni vizuri, na mabwana tatari tuongeleshane. Nimesema tuongeleshane. Hii ni kitu ya kuongeleshana. Hii ni ya watu wamewazima, watu wako na akili zao poa, watu wanajua kile tunaongelelea, watu wamemachua. Hii ndio tunaongelelea by the way. Na let me tell you, tunahitajiana mmoja na hata mwingine. So usiongoje hazi yako boxer iraruke iishe. Mabwana wako na weakness. Sijui niko na wangapi wanaenda kwa ndonyo hapa kununua, sijui ni wangapi wanaendaga kununulia mabwana. Mwanaume anatoka kwa nyumba, ati umeenda wapi? Naenda kununua boxer. Guy, mimi sijui, wanaweza kuwa, lakini very few, if I'm not wrong, very few ambao watachukua tu waseme nimeenda kununua boxer. So mimi nauliza tu my wife, waende wanunulie mabwana zao boxer. Nunulia yeye. Unajua kuna mabwana ni walezi. Wacha niwaambie ukweli. Hiyo nakwambia tu ukweli, maana mimi nimetembea na watu wa kila aina, na watu uniambia ukweli. So mimi najua. So mabwana pia hawapendi kuosha boxer. Anaweza ivaa boxer mara 3. Aki kama if I'm lying, muniambie tu. Muniambia hapa. Wanaume ni wavivu kufua. Na sio hata kufua hiyo ngodha. Yani anaweza vaa hata mara 3. Na ninajua kuna watu wamenyamaza hapa. Thank you. Charles amesema ako hapo. Wanaume ni wavivu kuosha. Ukiongojea aoshe boxer, do you know anaweza ivaa even 3 days ama 4 days. Anaweza iva na ako poa. So my wife, si ati ni kusema ati ni ngumu, hapana. So sasa wakati unaosha zako, najua my wife wanaoshaga pole, najua my wife wanaikaga mpaka star soft zao, najua my wife wanazianikaga mpaka na pegs. Wakati unafanya hivyo, fanya mpaka na zahazi.
fanya na zake. Usiongoje mami ati bwana wako ararukiwe na boxer, hata yeye mwenyewe huwezi ukaanika hiyo boxer nje. Hapana. Na akitembea hivi it takes courage. By the way, it takes courage to buy boxers. They don't buy. Men don't buy. It takes courage. Wacha sasa suruali zetu tumesema tununulie. Sasa zao ni shida. So saa zingine enda uanunulie boxer. Usiongoje hazi boxer iraruke ndio unasema kwani ununui boxer? Mami, you are his helper. Msaidie. By the way, we came together for love na pia kwa ajili ya kusaidiana. So yeye msaidie yani hata yeye akitembea, hata wewe mwenyewe, hata wewe wife ukiwa unajua wife yako hazi yako ni msafi, wewe ndio make sure. Tumesema mahazi watutekie care na pia utaachana mkue kitu moja. Yani ni kujali na wewe unijali. Utaacha nirarukiwa na suruari. Hautaacha nirarukiwa na bra ukiwa na do. Hautaacha ninuke jasho ukiwa na do. Hautaacha nitembee na matuta ukiwa na pesa. Hapana. Yani unaniangalia na pia mimi ninakuangalia. Na hii roho yenye ya kushindwa together niambia vizuri sana, together tutaenda mbali. Ukiwa peke yako unaweza enda fast, very fast, but together yani tutaenda mbali. So my wife, usisikie kama ni kazi ngumu. By the way, nunulia hazi yako boxer, inunue. Na saa zingine unasikia kama ni mingi, kazi ni mingi, but it's okay. Lakini ukicheza na mahazi wanaweza kaa na boxer. Anaweza kaa na boxer 2 clean weeks. Ama 2 days, they can, I'm telling you. Na anaweza ivaa na nakwambia mpaka iraruke, mpaka iishe. Usiongoje iishe. Sasa amevaa smart, amevaa jeans mzuri, lakini ngoje iname. Si umeona hapa kwa Facebook unaonyesha kati ameinama, boxer imeraruka hapa kwa kamba. Imeruka hapo kwa kamba. Usiongoje mami, and be proud of your man. Hata atsejua ako size gani, and uangalie hiyo boxer size yake. Mnunulie ya cotton, usimnunulie hizi boxer zingine za nylon. Mnunulie tu boxer ya cotton yenye ina absorb jasho. Pia haita, unajua na wapendi hizi tungodha. Wamama siku hizi wavai tungodha tudogo hivi, wanavaa boxer maana nasikia wasifinye hizo vitu. Tunahitaji miaka mingi, hata wakiwa 92 years bado they are producing, they are yielding fruits, they are producing, even in their old ages bado mtu amestand. Chuma iko poa maana imetunzwa. Kila kitu ni kutunzwa. Sawa kila kitu. Anaki mnaniangalia tu na hamsemi kitu. I just nataka tu tuongeleshane. Tunataka tuongeleshane. So tunza hazi yako. Sawa. Mtunze vizuri. Mwambie when it comes kwa usafi, wewe ndio mtunze tu. Men sometimes are lazy when it comes to these things. Si wote lakini some of them. So ni vizuri tuwatunze, we as wives, in Jesus name. Can I hear good amen? Tuendelee kusema mahali unasikia yani marriage inabaki kuwa ya doshi. Naona nilikuwa nashangaa hiyo kitu. Nilikuwa nauliza kama nini. Now ibaki tu kitu iko poa. By the way, unajua we women tunasemaga life started 40. Hapo ndio mwanamke ameanza life. Sasa hiyo packaging anataka kila siku. Ati siku mnashondesha kitenge sio boxer tena. Mmeamua kwenda free. Sawa. Sawa. Na Steve ananiambia siku hizi wanavaa vitenge, wameacha boxer. Sawa, wanavaa sasa wanaamua kukua free. Of course, akifika kwa nyumba, wewe vaa short yako, kuwa free, achilia. Baby boy atembee bila boxer, atembee bila hiyo whatever, atembee na short yake akiwa free. Asikie poa, hewa ingie vizuri. Mimi naambianga watu hivyo. And it is very wise. Let me tell you. Ukifika kwa nyumba, achilia hizi mizigo mizito, weka chini. Mzee, weka mizigo mizito chini. Wacha kuvaa umevaa sijui boxer, sijui umevaa short, sijui umevaa short nyingine juu. Hapana my friend. Sawa. Hata kama sijui vitu mingi ninajua hii. By the way, kila kitu nataka at least kufeel hata hewa ikiingia. Ukifika kwa hao, vaa short yako mzuri, kaa hivyo, kaa free. Kwani iko nini? Si ni kwako? Si uko kwa nyumba yako? Kaa free. Kama vile Moses anasema, kaa free, achilia. Mbegu ya Bwana itambae, isikie hewa mzuri. Haya,
Tunaendelea. Sawa ati lisha mzee mbegu. Ni kulinda ama ni kulisha. Sasa leo mtu anifanya nielewe hivyo. So tulinde, tuangalie, tulinde hizo vitu ni zetu, tulinde hizo vitu, usiongojee baba akuje achape, akuwa tukifika 40, hapo ndio joto inawaka lakini hauwezi nini? Ati haezi akapackaging. Hapana. Linda mtu mama, mlishe vizuri, linda yeye vizuri, telling you the truth, osha yeye vizuri, valisha yeye vizuri. By the way, mimi wangali nasikia tu nikiambia hazi yangu hivi ndio nataka uvae sato, hivi ndio nataka uvae siku zingine, siku weekdays, na nasikia tu hivyo, lakini tunaelewana, kila kitu ni maelewano kulingana na vile yako. So tuchunge. Tina Motizo karibu na Fenre, nimeona mmekuja. Sawa na mtuambie hapa, tunataka watu wanaongea, tunaongeleshana hapa jinsi ya kulisha. Mizee ilishwe vizuri, ilishwe kwa ajili ya hii maneno hii. Tunasema ulikuwa unasema ni packaging, nilisikia mkisema packaging hapo. Sawa wazee wakule vizuri, waache kulishwa tu nini mikate. Kwani wao ni masle nini? Waache saa zingine walishwe vizuri wanaume. Ndio nasikia Susan anasema hapa. Ananiambia watu wazee mizee nasema mizee vitu vyetu vilishwe vizuri. Si kupatiwa mkate hapa slice 3 asubuhi. Hapana. Hiyo mimi by the way tuko hapa lakini saa zingine nimekataa. Mizee ilishwe vizuri. Sawa ili hata yeye akiingia pale utamwambia thank you daddy. Akiingia kwa hiyo maneno hata unamshukuru. Mpaka unamwambia thank you daddy. Uko sawa. Even in 60 years akuwe poa. Kwani ni nini? Ama mnasikianga mimi nasomaka maandiko. Na maandiko nimesoma nikajua the same God bado ana nini? Na unasikia na wakunywe supu ya mbuzi. Okay, walindwe basi. Wapewe vizuri, wapewe vitu vya nguvu, vitu vizuri. Unajua sometimes ladies we are very lazy. By the way vitu ziko mingi za kufanya, but at the same time mimi najipatanga tu sasa nikifanya ma shopping mingi ndo mama ngwashe. Thank you my apostle, karibu sana sawa. So mimi mangwashe hizo zile watu walisho asubuhi mechi wamekula, hata kama amekula mikate slice 2, mizee ilishwe vizuri. Mizee ninapenda ikilishwa vizuri. Ati na wewe wanakubali kila siku wakubali. Ninasema kila kitu ni kukubaliana. Na wewe pia unaomba na heshima. Si ati kukuja, na hata kama ni kuomba pia unaombea mbali. Si kukuja tu hapa ile tuliambiwa ni Jogoo ministry, ni kukuja kupanda na kushuka. Hiyo tulikataa in Jesus name. Sawa. So wazee pia walishwe poa. Hapa tunasema hizi vitu ndogo by then naona mpaka ndoma inauza kwa 20 bob. Mimi hata sitaki tuende huko kwa juu sana, hapana. Kila mahali mtu atoshe wanarudisha si ndio ati yenyewe kazi safi through kudish poa pia ni very important when it comes to men. Women tunaanzaka 40 ndio life inaanza, na hapo joto inawaka kuwaka. Mimi nimetembea na ladies na wananiambianga wao, niambie ukweli, ananiambia by the size ndio anasikiaga anataka daily, hata anaweza kukupatia mara 3 kwa siku ukicheza na pengine mzee haina nguvu. Sawa. So mzee ipatiwe chakula vizuri mama. Hata kama mimi nasema tu wenge tuko hii life tu ya chini. Hii tu tuanze tu hapo. Ndio mani 20 bob mami. Ngwashete ninaonaka za 50 ni kama 5. Na makao unaweza nunua ya ile pesa iko. Sijui kama iliisha ya 30 bob iko. Sijui kama iko bado saa hizi. So chemusha ndoma, chemusha ngwashe. By the way, asubuhi unaamka tu anakula. Mizee ilishwe, tutunze mizee yetu. Hii mambo ya ukifika 40 ndio kina Johnny unaanza kutamani kina Johnny, maana wako na doshi. Doshi yao ni ya nini? Unajua mimi nimekuwa nikishangai kitu. Ndio naanza kutamani kina Johnny huku. Let me tell you these things. Mizee ilishwe poa. Mizee ipatiwe ndoma. Na wewe mzee wacha kukula kama demu. Wacha kutaka vitu hata. Unajua Susan aliniambia kitu, akaniambia yeye kuna demu mwingine juzi alikuwa ananiambia anachukia hazi ati Chalima anamuitisha yogurt. How for real? Moses Chef, nisikia tukiambia ati demu yako ati babes niletee yogurt. For real? Si mbaya. Walisho nini Moses anasema Moses ni chef. Na lazima walisho ndoma, ngwashe, uji mix ya wimbi. Saa zingine jioni akitoka job, mpikie tu kauji. Pika uji. Unajua wife, mahazi ukiwapenda na waonyeshe wao ndio they are the king, ama you are the king of my heart.
atakunywa hata kama hapendi, lakini atakunywa. Unamwambia by the way, this for your own good baby, nataka tu kunywe uji. Na pia hata kama sisi tunatuza vitambi, hatutaki vitambi sisi siku hizi, hatutaki vitambi, lakini apikiwe uji. Pikia yeye uji jioni akitoka job. Maybe hata sio utatuko job, hata mimi zingine nakuaga job na sikuagi kila wakati, lakini kuna hiyo timetable ya tukikuja jioni, hata kama nika glass, hata mimi nakunywa na yeye anakunywa, afil poa. Saine ikifika jioni anakula poa, sawa sawa. Na pia nasema wimbi na ngano, sasa brown chapati, brown ugali, managu. By the way, tumetoka enzi ya sukuma, tutoke mizee iache kupikiwa sukuma na spinach. Mizee hiyo spinach ni ya watoto na ni ya kupika na nini. Mizee ipikwe. Sisi tuna slay. Sisi tunataka tukule uto vitu tudogo. Uto tunataka uto sisi. Lakini pia mizee wacha kushinda ukiitisha mkate ya white. By the way, wazee wanapika mpaka Indomie. Faindre unasema ukweli. Na usiku unataka huyu hazi akue na chuma ya doshi. Atatoa wapi? Hiyo nguvu anatoa wapi? Miaka inaenda. Hii tunaongea mambo ya marriage. Miaka inaenda na unataka bado akue kama venye alikuwa akiwa. Ni Mungu tu ataingilia na umulishe poa. Ikifika 50 mwingine aliniambia, by the way, mimi naongea na wanaume. Na mimi naongea na kila mtu. Akaniambia wakati kitambo ukiwa kijana ulikuwa unakojoa mkojo inaenda huko, maana kitu inaisimama zwa inarusha mkojo huko. Lakini wakati miaka inaenda inakuja tu inakuja ikikuja tu karibu. Lakini kitambo alikuwa anakojoa mpaka mkojo inaruka huko. Lakini miaka ikienda mkojo, sijui kama niko sawa wanaume, mnie ndio mtaniambia, maana hizi vitu si ati nimezisomea na nikuambiwa, nimechungu nitume usiku unapata hakuna network mpaka nakwambia cheza nao mpaka isimame. Mama nakwambia cheza nayo isimame. Cheza nayo mpaka isimame. Niliona. Unajua mimi nasikiaga, by the way mimi napenda kulana. Na mimi nimelala na watu wengi. Mimi ni husoma, mimi huangalia vitu. Hata kama sita comment, lakini nitalike tu na nitajifunza. Nimependa kujifunza. So tumesema hivi, watu mizee ilishwe vizuri. Kama unataka ikue tu, Ole Joshua ananiambia ati dawa ya Kimasai plus nyama ya mbuzi, nakwambia kunywa supu mizee, kunywa chuma ibaki kuwa chuma, sawa sawa. So na hii mambo ya mizee kukula chipo, ushaona maana by then mira nigea kwa hoteli, see I don't expect men wa eat chipo, mimi I don't, by the way. Unajua mimi bado ni mimi mzee, nashukuru Bwana, lakini mizee kukula chipo, mizee mwaka unapata ati mzee na yogurt ana straw, matamia na ogorige na straw, yogurt mwanaume na straw. Ati baby niletee yogurt, shida yako ni nini? Niambie nikuletee kichwa ya mbuzi na miguu na nikuje na nitengeneze ama vipi? Sawa sawa. Ole Joshua amesema watu wakule dawa ya Kimasai na wakule nyama ya mbuzi. Mizee ibaki imestand na kuambia. Hata wewe akigonga hiyo kitu nasikia iko poa. Ati nini? Anashtuliwa kama bet. Tina, I like you. Mpaka anastuliwa mpaka anapigwa shock hivi. Jishu na bado inarudi chini. Jishu inarudi chini. Hapana. Unafaa ukimpitishia mkono hivi zwa. Kitu inasimama hivi. Na ako 50, ako 60, lakini mzee ako poa. Ni kwa nini? Hawaii tumetunza mabwana zetu. So tumesema tutunzwe, tumeacha na mademo watunzwe. Lakini hapa kwa mzee unajua hainaga mambo mingi. Hataki fea, hataki sijui nywele, hataki nini. Kile anahitaji ni heshima yake na alishwe poa. Bas, na ajue he's the king of your heart. Mzee na kuambia ikisikia pia, na hata waje niambie watu, hata si akigonga vizuri hata wewe unasikia, kuna vile unasikiaga. So unasikia Tina Mutiso ameniambia poa sana hapa. Si mtu kustuliwa kama Betri. Unapigwa shock shishi. Ati ndio isimame, ati cheza nayo baby mpaka hivi. Okay.
watu wa kucheza chezo nayo tunarudi kukula poa. Sawa sawa. Me I don't expect mwanaume akikula chipo, hata kama uko kwa hoteli, itisha kanyama kambuzi kama uko sawa, unaweza kula hiyo, na kama hauna shida ya ugonjwa sawa. Lakini we believe na tunataka kuamini Mungu. Yule Mungu wa Musa anasema aje, I am 120 years na niko na nguvu vile nilikuwa nikiwa 20 years. Sawa sawa. Nataka tuamini Mungu huyo atupatie knowledge, atupatie wisdom, atufunze jinsi ya kutunza mili zetu. Pia wazee na pia wamama tujifunze jinsi ya kutunza mabwana zetu. Yani hiyo kitu vile uliipata ikiwa 20 years, mimi niliolewa nikiwa 20 years, vile uliipata ikiwa 26, ingegonga the whole night, bado iendelee na kugonga. Sema amen. Ama tuko wapi? Hiyo sio nisema ubiri. Sawa sawa. Wakule dry chicken na watoe hiyo ngozi ya juu. Potato soup then aende jeep. Sawa sawa. Anawe Jackie, ulichelewa wapi haki? Ungekuja mapema, lakini ni sawa tu Jackie, mali tu huko. So Jackie, tuko hapa, tumekataa kucheza na vitu za hawa watu. Sawa sawa Jackie, hii mambo ya ati cheza nao mpaka isimame, cheza mpaka nao isimame. Juu umekataa kulisha Jackie hazi mzuri. Hazi apewe chakula vizuri. Sawa sawa. Hii mambo ya kucheza na kustuliwa kama betri ya gari. Gurumisha mpaka tunaitisha ingine ikuje igurumishe ndio igurume. Sawa. Lakini tumesema hivi, nikido my part na wewe na pia yeye afanye his part, I'm telling you, marriage zetu zitakuwa huko ni static electricities, yani iko over a day, yani ni statics zinaendelea tu huko do you know, anagonga kitu mpaka unasikia iko poa. So tunasema nini? Mahazi walisho. Let me tell you, hakuna mwanaume anajisikia kitu kama mwanaume akigonga hiyo kitu vizuri alafu atembee nje. Mpaka anatembea akiwa na swag, unamuonaga mpaka vile anatengeneza kola. Kwanza kama hata ni pasta, unaona tu vile anatengeneza hiyo kola. Yani mpaka unasikia anajisikia, maana anajua. Jana alisikia mtu akisema ni hapo dadi, ni hau. Alisikia. Sawa. Jua nini? Amelishwa poa na kitu imetunzwa poa. Tumesema mabwana waangaliliwe boxer zao. Sawa. Na mabwana ikifika usiku, tafadhali si ikifika usiku, by the way, ukiingia kwa nyumba, wacha kukaa na boxer. Shida yako ni nini? Kaa na short na uachilie kitu ikae free. Achilie kitu ikae free. Hata mimi nikipita hivyo nikisikia kama ninaweza guza, ninaguza tu. Nikipita nasikia those are my things. Kuokoka sio kuboeka. Na nakwambia hivi, na we stop this hypocrisy ati sasa sex haifai kuongelelewa, sijui ni mbaya, na ndio inakusumbua. Nikibe ati akula vizuri healthy food na yeye appetite iwake kuwaka. Mtu wangu, nikikupikia uji hapo imechanganywa mwega, kunywa mtu. Nataka nitunze hizo vitu zangu. Sawa. Ninataka ukua bado 95. Nikitaka katoto ngai, kama mimi nitakuwa na ngapi? Sawa. Bado unaweza zalisha ama vipi? Tukunywa kamaji. Sijui Moses Chef, naona uko tu hapo. Sijui tumeenda dakika ngapi? Nataka uniambie. Unajua ubaya wa hii nini yangu hapa, sina watch, iko the other side. So tunasemaje? Mizee ikipikiwa ikubali kukula. Wacha kukula kama dem. Mimi napenda mwanaume anakula. Mama wanapenda mahazi wanakula. Ukipikiwa kula ni keep busy. Hata mimi nisikie hazi yangu anapenda ndoma, hazi yangu anapenda ngwashe. Hata nikinunua kwa soko ninasikia ninaringa. Nikienda kwa soko kununua hizo ndizi ni kuchemshia asubuhi. Ninasema sita kupikia mafuta mingi na kupikia ndizi ya kuchemsha asubuhi, na chemsha na malenge na kuwekelea hapo, na kama ziwa naweka na chocolate. Nikive. Sawa. So tumesema nini? Mizee, ninataka watu mizee sema Kenya mnataka hapa. Tumekataa mambo ya kucheza nao mpaka isimame. 1 hour 12 minutes. Niko na 8 minutes maana ninaenda conference. Leo niko conference. Na tafadhali leo ninataka watu wanipeleke conference. Ninaenda Maximum Miracle Center. Hapo ndio nimezaliwa, hapo ndio nimetoka. Kwa hivyo mnipeleke conference kuanzia leo mpaka Sunday. Sawa. Ninaenda conference. Kwa hivyo tupatane Maximum. Na ukiniona unisalimie. Sawa, sitakulenga. Sawa. So tumeagree tumeagree by the way men, tumesema mambo ya kutunza hiyo kitu. Kutunza ni mwanaume atengenezwe boxer zake, atengeneze boxer yake, mwanaume avae boxer ya cotton, si nylon. Sawa, ni ya cotton na isimkaze. Sawa. Uacha kuvaa boxer imekushika.
Sawa sawa, kushika wachie mademu. Ati over boxer ya cotton na haijakushika, haijakubana, by the way utaki kuoneshana haga, naonyesha nani. Kwa hivyo isikushike, wacha ikiwa loose. Kitu iende tu ikisikia poa. Iende tu ikitembea kwa raha zake. So isishike hiyo kitu. So na ya cotton ikisweat hatutaki magonjwa. Sawa sawa, women wanagonjeka haraka. Kwa hivyo inaweza kuwa ni suruali, na tukasema even ladies wasivae suruali zile zinaitwa za nylon. Kuna suruali zenye haziabsorb jasho. So suruali ziangaliwe sana. Suruali sawa sawa, tunaendelea hapa. Tunatunza hizi vitu zetu, tunatunza miili yetu, tunatunza. Let me tell you, ukiwa healthy hata kupreach, ukiwa healthy hauna kimali pana kuwasha, hauna kitu na kusumbua, hauna harufu. Sawa sawa. So hata when you serve God, una serve Mungu ukiwa poa. Sawa sawa. Men tumesema wanaume wavae boxers za cotton na wasikaze, wasivae zimewakaza. Sasa ukifika kwa nyumba toa boxer. Niki, kwani what is it? Kaa free. Ni nyumba ni yako. Kitu ni yako. Sawa sawa. Kitu ni kidance. It should breathe. Properly. I'm telling you, let it breathe. Iende ikicheza tu hivi kwa nyumba. Tumeelewana? So na avae boxer ya cotton. Inabsorb jasho. Na still pia ladies tumesema ukitaka hizi mambo za UTI ziishe, hizi mambo za kudo kila saa unaenda hosi uko na UTI, nunua tu suruali pia poa. Nunua suruali poa yenye ni ya cotton, yenye inabsorb jasho, ni muhimu sana. Si expensive. Mimi nasema hata suruali, unajua nilikuwa nakwambia nisikia my brother akikatia demu, wanaume nyinyi ni waongo saa zingine, muokoke. Na mkuje church yetu na wenye wameokoka Bwana watende mema. Ati mimi wacha nikuambie Karo. Yaani Karo ukinikubali nitakununulia suruali 365. Utairudia suruali. Hatedo. Wacha na boxer, wavae shorts. Saa zingine vaa short by the way. That is the best. Wavae short, hizi mambo ya mwingine aliniambia, amesema wanavaa vitenge hawavai boxer siku sawa. Na wavae short by the way, ukae free. Hatutaki makasiriko. Sasa so nilisikia ujamaa akikatia best yangu. Na brother yangu alikuwa anakatia best yangu. Akamwambia mimi Karoki nikubali. Mimi nitakununulia suruali 365. Utairudia suruali. Hiyo iliweza. Sijawahi sahau. Hata Karo mwenyewe hajaisahau na vile aliambiwa. And so let me tell you, by the way, tujitunze. Sawa sawa, tutunze mili yetu. Hiyo kukatia ilikuwa juu. Na so vile ulikuwa unakatia huyo mama wakati ulikuwa, you know ladies, nilisikia wengine wakisema hapa, mimi naangaliaga comments, walikuwa nasema hapo ati venye ulikuwa unaenda unamuoshea nguo, vile unaenda unampikia, maana kuja napata saizi bado unafanyaga hapa bora uhai. So naamini unafanyaga bado. Moses utanunua 100. Asirudie. So tutunze by the way mahazi zetu. Tumesema wapikiwe poa. Na mahazi wakaambiwa na Tina wafungue appetite. Wacha kukula kama demu. Wewe ni mwanaume, kula kama mwanaume. Tunapenda watu wanakula vizuri. Wacha kukula na vidole hivi. Atunakula by the way. Mimi we are Africans. Mimi na sijui nimelelewa wapi, lakini ninajipataka hata niko tu kwa hoteli kubwa na bado ninaitisha tu maji ya kunawa mikono. Sijui shida yangu ni nini. Sijui kama ninahitaji deliverance ya kuingia kwa hiyo kiwango kingine, but I love to be me. Sawa sawa. Ukiona mzee inashindwa kuosha boxer, tafadhali isaidie, oshia yeye. Do you know, na inukie poa. Do you know, ndio tumesema fine, tumesema what mzee haipendi kuosha nguo. Haipendi hata itakangi. Ioshe mzee yoshea ngodha yake. Akitoa, mimi waachana nayo hapo. Ninaenda naosha na naweka ninaanika na peg. Ianikwe nje. Hii mambo sijui ni nini. Unaniuliza aje watu wa Mungu, suruali kwa nini mbaya? Ama suruali sio nguo? By the unaifunika, unaificha mpaka unaiweka chini ya kitanda. By the way, that means avoid a lot of sugar. Na sijui hiyo kama nitarudisha chini kidogo niseme means avoid a lot of sugar. It reduces what zinc in our body, which leads to pembeleza. Ile cheza nayo mpaka ifanya nini? Isimame. So we avoid a lot of sugar, of course, a lot of fats. Men, huo ni mwanaume anasema, kwa hivyo to avoid a lot of all those things. Sawa sawa.
Na boxers ukiosha, by the way, anika mahali kuna jua, direct sunlight. Boxer ni nguo. I mean, suruali ni nguo. By the way, suruali ni nguo. Kwani shida iko wapi? Suruali ni nguo. Umeficha suruali, unaficha umetani mawaifu kukua masuruali pia mnawaficha. Wewe unaficha, do you know? Tuwache hiyo tabia. Sawa sawa. So tumeokoka, na tukuokoka haijasema tukue wajinga. Maandiko inasema my people wamepotea kwa kukosa maarifa. Ni kwa nini? Because they have rejected knowledge. They don't want to, and knowledge is power. Let me tell you, the truth shall set you free. Lakini tukiendelea na hii mjifanyo ya suruali ifai kuonekana nje. Kwani suruali sio nguo? My children know, wakifua suruali zao ianiko nje kwa kamba. Wanajua suruali yangu nikifua ninaandika kwa kamba. Si suruali ni nguo? Ama shida yenu ni nini? Wanajua pia dadi anavaga, my boy knows. Wanavaga suruali na ni safi, ni smart. Kwa hivyo boxer, suruali zote za ndani ziandikwe nje. Hatutaki watu wananuka. Ulisema unataka kukisiwa kuanzia huku mpaka chini. Utakisiwa je na suruali yenye inanuka? Okay. Sawa. Tuko karibu kumaliza. Nasema hivi, na nianze kusikia hapa. Imelead Mr. Kido amesemaje? Wanaume avoid a lot of sugar na hizi kukula kama masle. Unakula tuchipo, unakula ni wewe ni mwanaume. Sawa, wewe ni mwanaume, kimbia kama tembea huko nje, usiache mwili utashindwa na hii kazi baba. Na tunataka ukuwe na chuma ya doshi. Sawa. Hii ni wanaume. Kuna wanawake wananiambia, by the way, my husband hajawahi nifanya ni calm, hajawahi nifanya ni feel vile inafaa kufeel. Sawa. So wajua wakati hii ni kitu nimeiombea. Usifikiri nimekuja tu hapa ili nikuwe nijulikane ama nini. God has a way of doing his things. It is something that God ameianzisha. And so let us take it very serious. Sawa. Tuichukue ikuwa very serious. And so knowledge is power. Sawa. Na so tumesema watu wakule poa. Watu wanaume wakule poa. Pia ladies tunakula poa. Hautakubali pia wewe unaone, haujulikane, mtoto fupi round, hujulikani ukienda, hujulikani ukikuja, hapana. Hata kama wewe ni wife, wakia tu weight. Mimi ninajaribu kwetu weight ni iko, mama yangu ni mkubwa, kila mtu wetu ni mkubwa. Ninajaribu by the way ni kupambana na kukula healthy. So watu wakuwe wa healthy. Maana hata wewe ukienda tu pale package utachoka. Hata uwezi osha nyumba. By the way unasikia ukiosha nyumba unahema. You are not uko fit, hauko physically fit. By the way, Mungu anatuhitaji. Huduma zinatuhitaji, familia zinatuhitaji, so tunakuhitaji. Tunataka tina motizo, tumetoka mbali. Nataka nikuone even ukiwa 100 years tukuwa masleshosh. Tushosho tu safi, tushosho tu poa, tushosho tumestand. Na kama nitoguka tumesimama mpaka chuma bado iko poa, maana imetunzwa vile unakula. So kula poa dadi, kula poa vizuri, kula poa asubuhi breakfast, kula poa unajua kukula poa si kusema ni kukula kichakula kingi, hapana. You know what I mean. And so hii mambo ya cheza nao mpaka isimame itaisha. Kuna ladies ne walikuwa wananiambia juzi, maana wananikuja kunena kwa nyuma ya tent. Akakuja karibu nyuma ya tent, akaniambia baba, nataka uongelele hii kitu do you know, hii wazee wamekuwa wa week saa zingine, na tunataka tuwakira, tunaombe zingine ile hauiwezi, Mungu anayaweza. Let me tell you, mimi kile kimenishinda. Kuna time nilikuwa nataka kukat, nilikuwa 96 kgs. Believe you me, 96 kg, mtu mmoja, na nilikuwa 25 years. Na nikiambia mtu niko 25 anasema ni uongo. Ninakaa 37. Niona 37. I felt nilikuwa nasikia niko down. Yaani watu wakiniambia mama songea huyo mama, na unajua uko 25 years. But uko na kgs 96 kg. Mpaka ukienda kwa matatu. Sasa mara ya mwisho nilienda kwa matatu. Sasa unajua ile kiti ya pale nyuma, si unajua inakuwa watu waine na mmoja hapa katikati ya. So hawa wamekaa, hawa wameketi. So kulikuwa kumebaki kiti moja. Wacha nikwambie, hiyo ndio kitu nilifanya nibadilishe kukula kama mchwa. Nilikuwa nakula chipo, avocado. Mimi singekula kitu yenye ina avocado, chipo, yani fast food zilikuwa zangu. So I was this big. I was 96 kgs. And so kuingia kwa mat, nilipata maboys this side na maboys this side. So wakasema wa madam taketi wapi jo? Nilikuwa
I felt so bad. I felt rejected. I felt so bad. Yani ilinifanya nifeel vibaya. Nilishuka, sikuketi hapo. Bana haga ni kubwa hivi. Nilikuwa na nyuma dhudha kubwa kabisa. So hata mimi ukienda kwa hiyo kitu nataka tu ushuke. And so iliniweka down. And so I thank God because I have a friend in my husband. Nikamwambia nimefeel vibaya, nataka kucut weight. Nataka kucut weight. Akaniambia it's okay, nitakusaidia. Nilicut mpaka 68. Alinisaidia and I prayed about it. So kama umejaribu kama umejaribu kucut weight na umeshindwa, yale hatuyawezi, Mungu anayaweza. Believe you me, tunaweza. I was 96 GB. Na kuna watu hapa wanajua kile ninaongelelea. Kuna watu walinijua. So mpaka maboy wanasema mama wewe ni msomo, wewe ni mkubwa kuruka. Mpaka si utatufinya mtu wangu. But singe kasirika juu ya hiyo because nilijiachilia. Nilikula anything and everything yenye ilikuja kwa meza. Yani nilikula kila kitu. Appetite ilikuwa tops. Na so ikaanza kuniweka chini. Nikaanza kuwa na low self esteem. As in mpaka nikitembea na feel uko heavy. Do you know? Saize baada nimewakia. Ukiniona niko hivyo, niko na 96 GB. Nimejaribu. Kuna siku nilikuwa hivyo. But nataka nini? Ile kitu ambao hauwezi, Mungu anaiweza. So baba, ukiona umeshindwa, ambia tu ingilia tu hapa baba. Sitaki kuwashinda hapa kila saa nikiambia wife cheza nayo mpaka isimame. Hapana. Nataka tu nikuwe healthy, nataka nikule poa. Sitaki tu kila saa kuambia kushinda mama hajakam, I'm not physically fit, I'm not siko poa. Unajua ni press ups. Hiyo kitu ukishikilia hivi kitanda utafanya kazi sana na utasweat. Na unajua wengine tunatoka mbali kitambo tukuje tufike mahali tunakuja. Sawa. So natry kuambia mahazi. By the tunataka mahazi hata wakiwa 80 years, hata 80 years bado chuma ni ya doshi. Sawa. Kulingana vile tunakula. So it is very important wewe tunakula. Na sisi pia my wife, don't be lazy mami. Don't be lazy. By the way, marriage is not for the lazy. Don't be lazy. Cook for your husband by the way. Mpikie tu poa by the way. Tukishughulikia hizo vitu zingine zetu, kuvaa sijui nini. Hizo vitu ndogo sisi hatukuli sana of course. Maana unataka kuslay, unataka kuwa 12 years till you die, lakini yeye pia mshughulikie, pia yeye afeel akiwa mwanaume, akitembea katikati ya mwanaume pia feel ako poa. Nilikuwa naongea na jamaa mwingine juzi nikimwambia by the way, katika nini place yenye tuko ama age yenye tuko watu by the way kukula yenye tulikuwa tunakula them days, sio hatufanyi kazi mingi, tuko tu Nairobi hapa, ni kutoka unaenda kwa ofisi, unatoka kwa ofisi, do you know kuna watu wafanyi kazi mingi saizi. But again, kuwa na kajim kako, tembea, kimbia, ruka kamba, cheza ball, sawa hizo vitu tufanye tu for our hearts. Sawa kwa jero zetu. Pia Mungu anataka watu wa healthy. Anataka kikutuma kupreach, unagonga neno, una preach. Ukiingia ni fasting, wewe si mfungo wa kukula, unafunga. Sawa. So we really need that. We need you strong, we need you healthy, we need you yani. Sawa. Yani leo tu tumewakia vitu mbili, yani usafi na kukula poa. Watu wakule poa. Tumesemaje? Nikumalizia sana, ninamalizia. Sawa ile ya ukweli ya pasta wa ukweli. Sawa. Nimesema watu wavae nguo fitting. Haya, watu wanaume wavae boxer za cotton, pia mama wavae hizo cotton. Sana G-string by the way, mami, kama unataka usishikwe na UTI kila wakati, kila saa uko hosi, ukienda ni UTI ni antibiotics, avoid suruali ambayo ni ya nylon. Hapana, usivae hiyo. Sana hii tunaita G-string, pia si mchezo, na pia kupanguza hiyo kitu vizuri. Sawa. Tunaelewana? Venye unaenda kwa choo, vile panguza vipoa. Sawa. Ukienda kwa choo, wacha kupanguza ukileta huku mbele, panguza ukipeleka huko nyuma, kama umeenda haja kubwa ukienda huko nyuma. Sawa. Ni vizuri tunatunza miili zetu, tunatunza afya zetu. Maana nini? Marriage itakuwa poa tukishatunza hizo vitu. Itakuwa poa, hautanuka, hautakuwa na mnuko, na hapo utakuwa hata hazia kitaka kukwambia leo baby nataka kushika vizuri, hautakuwa na shida. Unajua haunuki, hauna harufu, uko sawa. Juu umekula poa. Kunywa maji. By the way, kama kuna kitu watu hawafanyi,
usitaki nipite hiyo, ni kukunywa maji. By the way, water is life. Na si ati ni request, it is a command, it is a must. So take a lot of water. Take, hata kama hautaki, by the way, unahitaji maji. Na unaweza kunywa tu hivi, maybe asubuhi ukiamka kunywa glass of water, ukikaakaa tena. So at least you need 3 liters a day. Pia hiyo ni healthy kwa kuavoid hiyo kunuka kwa mwili. Kuna wana jasho ina kali, jasho kali. Na hiyo ndio inaleta pia watu kuchukiana kwa familia. Hazi yangu na jasho mbaya. Nimesikia, let me tell you, nawaambia ukweli. Mimi mawaifu wamekuja wakaniona. Hazi yangu ubaya wake ananukanga jasho kali sana. Nawaambia akunywe maji. So kunywa maji mob daddy. Kunywa a lot of water. Sawa sawa. Si ati ni juu haupendagi ama unapenda. Kunywa maji. Kunywa maji 3 liters. Unakuwa tu safi kwa mwili. Hajilazimisha kunywa maji. So mawaifu walikuja, kuna wife moja alikuwa na ball na ilibidi aende kwao. Alibidi aende home. Kwa nini? Aliniambia yani my husband akona jasho kali, jasho yake yani mimi nataka, lakini mimi nimeshindwa, natapika daily. Balls ziko na mashida zake, mapepo tu zake. Na hiyo iko na pepo ya kuwa separate. So nikamwambia kunywa maji, kunywa lot of, mwambie tu akunywe maji, lot of moja, mlazimisha, ongea na yeye vizuri, akunywe maji, aache kunuka jasho. Pia mawife, kunywa maji mami, kunywa lot of water, na hapo hautanuka, jasho yako hata ikitoka iko tu sawa. So tunahitaji huku Cairo ikue safi, tunahitaji kila mahali ikue tu safi, sawa sawa, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. So drink a lot of water. Drink a lot of water, my friend. Na hata mtu utakuwa tu kissable, utakuwa tu very good. Sasa ladies tukimalizia, ladies tukimalizia, at least mami, osha tu uso wako mara 2 kwa siku. Sijui kama ni sana, lakini that tina Motizo anaweza niambia, she's a very beautiful lady, anaweza kukwambia yani you wash your face. Wash your face at least twice a day. Do you know why? Hata usilale na makeups, toa makeups, usilale tu hivi, sawa sawa. Usilale hivi. Usafi, cleanliness is next to godliness. Na ya mwisho, by the way tumesema mambo ya boxer, mambo ya bra ni nini, na mambo ya kuosha huko chini, na tulisema hivi, ukiosha hiyo Cairo yako, unaosha, inaitwa nini? Inaitwa nunu ama inaitwaje? Hivyo. Ukiosha, wacha kuweka kidole. Shida yako ni nini? Tunaweka kidole unakoroga hivi. Ni nini unakoroga? Usioshe na kidole. By the way, mimi wenye wamesoma wanaelewa kile ninamaanisha. By the way, hiyo kitu iko tu na nini, bakteria zake za kufight any kind of disease. So usioshe, usiingize kidole, usiingize kitambaa hapo ndani. Hapana, usiingize. Don't. Nakwambia hivi, na nakwambia kabisa hivi. So usiingize mama, usiingize kidole ati hivi, ati ukoroge, ati unaosha nini? Mungu aliunda vizuri hiyo kitu. So usioshe hiyo kitu na kidole, iachie hivyo. So wewe osha tu hapa mbele, osha tu huko juu, osha tu huko juu. Ndani achia, mwili najua kujifanyia kazi. Bure utashinda hosi na ma UTI. Nakwambia that for free. Kwani unanilipa? Nimetumia bundles zangu kukuambia hivyo, na wewe kuzako kuwatch nikwambie. Thank you, I love you people. Sawa sawa. So tukue yani usioshe hiyo kitu aje, na uavoid, usivae suruali za nylon mami, usishindage hosi, na uavoid kunuka. Tuache kunuka. Mimi nilisema watu wakisiwe. Sijui nikasema sijui watu wakisiwe na watolewe suruali. Lakini kuna suruali zikitolewa, by the way unasikia ni kama acid, unavua. Unasikia kiharufu kingine kinakupiga. Sawa? Hiyo nakwambia ukweli. These things ziko na zinza ukweli. Nakwambia ukweli. You take it or you leave it. Ama vipi mtu wangu? So kuavoid hii kunuka, so suruali yako tumesema ni ya cotton, kunywa maji mingi. Mwingine akaniambia mpaka watu na ukule fruits. Kadem kula fruits. Kula nanasi mtu mami. Kula tu fruits. Nakwambia kitu itakuwa tamu. Utakuwa nasikia tu mtu akiscream hapo. Kula fruits. By the way kwa ajili ya body yako. Sawa sawa. Na inaosha fruits na maji kwa wingi. Inatoa takataka kwa mwili. So kitu ya kwanza nataka tu avoid mambo ya kila hosi. Kama hazi yangu anahanya kila saa, ama hazi anahanya kila saa, niko hosi ma UTI na ni wewe. Umeenda kwa choo, umepanguza choo kubwa, ukileta huku mbele, mara ulete huku nyuma, unapanguza ukielekeza huku nyuma, umevaa kasuruali ka nylon na pia unalala nako. Sasa usilalage na suruali kila saa mami. Kwa nalalaga na rapist.
Usilalage na mami, usilale na suruali usiku wote. Hata saa zingine, hata kama pia na wewe ukinyimwa nyimika saa zingine na wewe, kwani kila saa utapewa? Lakini tulianza na watu wasinyimane. Sawa. So na ngoja ninakuwa nimefukuza watu ndio nikae hapa haki. So if I take long na wakosea, nataka tu sasa tumalizie somewhere. Now sawa. So lalaga bila suruali mami. Na wife, my husband, create that room tu ya my wife kulala bila suruali. Sawa. Hata akikuguzisha huko nyuma kusema tu ni yako na ubariki Bwana, na si lazima pia ushinde ukikula hata wewe. Sawa. So muache lale bila suruali. Wacha yeye pia lale bila suruali, pia wewe unalalaga hivyo, haina shida, sawa. So hivyo ikuwe hivyo, tunaelewana. So my wife, usafi haiko katika kuingiza kidole na kitambaa kukoroga huko ndani, hapana. Ni hapa tu juu, vile unaenda choo, ile towel unatumia ni muhimu sana. Watu hawashagi matowel, watu hawashagi towel zao. Unaona mtu amekaa na towel for 3 months, na alinunua ya black. Kwanza mimi nikibura na towel ya black mami, na wewe ni msichana, wewe ni mama, uko na towel ya black, guy, shida yako ni gani? By the way, mimi napenda vitu zangu mingi zikiwa bright. Sijui ni mimi ama, but at least inakufanyaga uoshe. So kuwa na katawel kako tu kasafi, Kenya unapanguza nayo hiyo inaitwa nini? Sasa shida hii jina ya heshima ni gani? Ya hii kitu. Karibu niambie inaitwaje? Niambieni inaitwaje na jina heshima. So ioshe vizuri. So usiingize kidole kukoroga. Another thing, ukienda choo choo ikiwa usiende tu kwa choo ukijiajiria vaa kama ng'ombe. Unakojua tu zwa. Hapana. Nilikuwa nimesoma mahali tu. Mimi nasomanga na nimependa kusoma. Hivyo tu naniona napenda tu kusoma. So usijiachiliange tu hivyo, maana sasa ukienda kukojoa kama ng'ombe kwa choo, tunajua ukigonga kuna vile kuna hizo maji zinarudi. Na kama choo ilikuwa chafu ama maji ilikuwa chafu, inarudi. Na ikirudi inaingia kwa kitu yako. Maana unajua sisi hatuna si kawa na mwanaume tu anasimamanga ni hivi tu na anamaliza. Lakini sisi mpaka tukae chini hivi, na ukikojoa zwa hivyo, kama hata ukikuwa huko ukiwa juu kila mtu anasikia unakojoa. Hapana, kojoa na mastairo. Kidogo achilia, songe. Achilia kidogo. Sasa ya mwisho ndio utajiria zwa. Sawa. Usikojoe kama ng'ombe. Wewe si ng'ombe, wewe ni mama. Sawa. Jia nini? Ukiingia kwa choo chafu, alafu sasa ukojoe hivyo, ile maji zianza kukurudia. Na so utaanza kukua na UTI. Nimeona watu wengi wanashuku mabwana zao wanahanya, lakini hata hawahanyi. Ni hizi vitu ndogo zenye wenyewe tunaweza jifanyia. So tumesema mami, na tuelewane tu, inatumia tu language poa tu, yani ya upendo, unanielewa, the simplest, yani niko tu simple tu hivyo naniona. So usikojoe tu kama hivyo tu, hapana. Sasa hata jirani ukiwa juu anajua huyo ni mama nani anakojoaga hivyo. Na mko wengi na hamuongi, shida yenu ni nini yaki? Si muniongeleshe nikimalizia. Shida yenu ni nini? So mami, usikojoe hivyo. Kwa nini? Hiyo uchafu isikurudie. Sawa. Na ni vizuri ukiingia kwa choo mami, una flush kwanza. Una flush ndio sasa usishinde kwa hosi. Na nataka pia unaleta sadaka kwa church kuliko kushindaka kwa hosi, na ni ile kitu yenyewe unaweza avoid wewe pia wewe mwenyewe. Tumeelewana? Tumesema hakuna kukoroga nunu yako, usiingize mkono, usioshaosha hivi. Tumeelewa? Hiyo sio choo. Sawa, usiingize. Wewe tu osha tu hapo juu, na ukienda choo panguza vizuri ikielekea nyuma, na ni sawa. Kama unataka story nuke mkojo mama, uchukua tu tissue, kojoa na tissue. Unajua wanaume wako na matusi kwa hii dunia. Nilisikia mwingine akitusi mtu, akamwambia fulani ulinikataa. Siku hizo umeanza kukojoa na tissue ndio umeanza kunikataa. Yani nikasema mko na matusi, shida yenu ni nini? Hii ni kwa ajili ya daughters yani uko mami, hakuna kitu poa ukijua hata ukitoa suruali yako inanukia poa. Hakuna hata ushinde nayo the whole day. Unajua hii suruali hata nikitupa hivi, una suruali inanuka acid bwana. Nikibe na kununua tu suruali. Sawa. Tumesema nini? Tumesema sasa watu waoshe, watu wakunywe maji, watu waoshe tusuruali twao vizuri. Sawa, tumeelewana? Waoshe tusuruali, wavae suruali za cotton. Tumeelewana?
Sema yes madam Zipi. Sawa. Na unashukuru sana. So tukubaliane na hiyo. Alafu kitu ingine tumesema nini? Nilikuwa nimeziandika mahali. Na sasa ni ya mwisho. Na hiyo ni ya ukweli. Pastor mzuri anamaliziaga mara ngapi? Mara 3. Hii ni ya 3 na ninamalizia ya ukweli. Sawa? Ya 3. Ishi stress free life. Ala nimefunga notebook yangu. Ujue niko serious. By the way nilala jana sijui saa 6 ninafanya tu, yani nikija nitakuja kusema don't just come here. Hapana. Nimeomba, nimeitisha Bwana pia neema na pia wewe ukuje nimekuitisha. Yes, hallelujah. By the way, hebu ishi life yenye haina stress. Mami, umejiweka stress mpaka umezeeka before your time. Umejiweka stress kila saa unakuwa hivi. Umenuna kila wakati. Shida yako ni nani mami? By the way, life ni short. Weka shida chini. Inua mikono juu. Be happy. Don't worry. Wachana hizi pressure za life. By the way, leo yako sio mzuri, lakini kesho yako ni kubwa. Nani alikwambia lazima worry juu ya kila kitu? Ebu ishi life, stress free life. By the way, tina motizo usikubali kustresiwa na kitu yoyote. By the ile hauwezi achia Mungu. Ile kitu hauwezi wachana nayo, iachie Mungu. So mambo ya stress free, maisha ya stress wachana nayo. By the way, at the end of it all, kwani wewe si ni Mungu aliumba dunia? Kwani ni yako? See you, God has you in the palms of his hands. So hii mambo yote ya kuori, kila saa uko na stress, sijui bwana, sijui bibi yangu, sijui nani wangu, mpaka tumefikia mahali tunadungana na visu life. Haki shetani na ashindo, haki semeni amen. Tunamalizia, sidenu ni nini? Semeni amen. Hii life uko na stress, depression imetuua. Inatumaliza daily. Mtu anaenda mpaka anajiua. By the way, let me tell you. By the way, your children watoto wako wanakuhitaji. Mama yako anakuhitaji, baba yako anakuhitaji, mke wako anakuhitaji, bwana yako anakuhitaji. Hii maisha ya kukaa na stress ni ya nini? Umenuna, umezeka kabla ya wakati, uli lose hope, unavaaga hivi. Wewe, you attract what you are. Be smart for yourself, my baby. By the way, mami na daddy, ebu kaeni poa. Wacheni stress ya life. Ile kitu hamuwezi wachaneni nayo. Usikufe na depression. Sawa. Usijaribu kujiwa na depression. Ati sasa leo ninataka nyumba ya 20,000 na sasa juma rafiki zangu wanaishi na. By the way, hao ni marafiki zako, sio wewe. Wewe ishi nyumba yako single na furaha. Eat your bread na amani. Wacha na watu. Shida yako ni gani? Ishi na mkate wako na amani. Ukikula githeri, kula na amani, utanona. Hata na hiyo githeri. Sawa. Wachana nataka hoteli kubwa. God's time is always the best, mama. Hata kama mimi ninavaa Gucci, wachana mimi. Time yangu yako ikifika ya kuvua Gucci, wewe utavaa. Sawa. Shukuru Bwana kama tutakako. Katengeneze tu na blood tengeneza. Wachana na zipi kukimbiza na zipi. Unataka uende kwa saloni yenye anaendanga, unataka uvae nguo kama yenye anavaanga. By the way, kuna watu hata wakivaa nguo zimeshonwa na designers wa gani haiwezi waingia juu ya stress. Wacha stress mami. Wacha stress baba. Wacha weka shida chini. Inua mikono juu kwa Bwana. Na ubanjuke. Ni ati wewe. Sasa niweka wimbo dance peke yako. We. It's a birthday. We gonna party. It's a birthday. Saa zingine weka song, dance. Kana ni ati wewe. What is it? Weka wimbo peke yako. Dance. Achana na hii maisha. Kwani maisha unafikiria iko na nini? Weka shida chini. Inua mikono juu. Kula wimbo. Achana na watu bwana. Watu hautawafurahisha. Leo unakula githeri, kesho utakula nyama. Hiyo nguo inavaa nguo ya mtumba leo. Kesho itavaa nguo ya duka. Hiyo nyumba unakula githeri daily. Shukuru Mungu kwa ajili ya hiyo githeri. Sawa? Sawa. So hiyo mdomo inakula githeri leo, ndio kesho itakula kile unatakanga, sio kile umepata. Unajua kuna wakati unakula kile kimepatikana na kuna wakati utakula kile unataka. Unaingia kwa hoteli hivi, unauliza what do you have? Alafu unauliza special of the day. Inakuja na inawajua inakuwa na jina nyingine hata hujuagi. Unaitia mpaka special of the day. Yani you are always special every day. Hiyo time pia itakama. Boss chef unajua hiyo ya special of the day.
hatina haja ya kuficha panty na boxer. Kila mtu uva. Wasifiche. Tuendelee sasa. Unajua nilikuwa ni mingi. Kumbe nili ati history ya ladies kukam mom itafutia siku yake itafutia siku yake. Okay, please. Our African community taught us that ladies should not enjoy sex. By the way, watoto wa wasichana wa enjoy sex. Sasa huyo ni mtu anadhani nitafutia siku yake. Next Thursday tutaongea mambo ya kukam. Tumeelewana? Yes. 90 years it should be also strong. Mwanaume ako 90 years na bado ako poa kukula. Sawa? Na wasitupatie stress. By the way, huyo ni Mmaina anasema by the way tuache kupeana stress. Tuache. Weka shida chini. Hii mambo ipatiane kwa mikono ya Mungu maisha. Maisha sio yako, ni ya Mungu. Sawa. Ipatiane kwa Mungu, do your part, always do your part, na kuna God's part, believe, trust God na atakufanikisha. Tumeelewana? Na pia watu wa shave, especially ladies, nyinyi munyoe kila mahali, munyoe chini, munyoe makwapa na sawa, tumeelewana? Na usioshe na sabuni. Huyo ni by the way Nunu haitaki kuosha na sabuni, ati unaingiza kidole unakoroga hivi. Wewe hiyo sio uji. Sawa? Reason sabuni contains chemical. Thank you. Don't sleep with makeups. By the way, wachana makeups mami. Kwani shida yako ni gani? Kwani unalaka na nani? Si anakujua. Ukishinda na makeups, enda uoshe yote. Toa lipstick, toa kila kitu. Be healthy. Ishi maisha mazuri. Tumeelewana? Good teacher, thank you. Yogurt is good for ladies. Wanaume, mnakunywa yogurt na straw. Komolingai. Sitaki hiyo nini yenu. Lala na panty when only on periods. Yes, panty lala nayo tu wakati uko na period. Mambo ya unavaa unalala na panty na uko kwa period, wewe na hauko kwa periods, wacha. Kwani unalala na marapist. Tumeelewana? Oh yes, inaitwa Nunu. Sawa. Hapo sasa, personal hygiene is very important. Very true man of God. Yes, personal hygiene. Watu wajitunze. Tumeelewana? Niwaambie. Kumbe inaitwa Mrs. Adam. Okay. Kumbe yetu Nunu good for your muscles. Tumesema watu wasikojoe kama ng'ombe, watu wakojoe na taratibu mami. Sawa. Pia ina help ku tight Mrs. V. Sawa. Ina Mrs. Vagina anataitiwa. So usikojoe zwa. Nikiwe. Ati nini inaitwaje kwa Kiswahili? Hebu tuambieni. Ndio naamka yani naamushwa na masuru. Unaamshwa na masuruali venye iko na harufu ya acid hapo. Finally brethren, mara mingi kama Apostle Paul hadi anasema hivyo. Finally. Yes. Ndio anasema na maliziagi. Yes, Madam Zipi, sawa. Ni makasiriko na hasira achia wakisema wewe. Amen. Yeah, for real, thank you. Hapo ni kweli, sawa. Tumeko umenifundisha sana. Thanks sana, be blessed. Thank you. Nimechelewa but nimefika karibu. Lilian Mutua na kile tumemalizia sasa. Haya, tumemaliza. Ati watu wafanye nini? Ati watu wafanye hivyo. Waache kukojoa kama ng'ombe. Tumeelewana. Sasa tupatie namba ya kutuma pesa bundles. Anyway, my pastor, you never disappoint. I love you. Now, tumemalizia Aki. Finally my brethren. Ni Paul anasema. Kuna unataka kutuma bundles. Kwa hivyo kare unataka kutuma bundles. Tuma bundles. Communicate with all good things. Sawa. Nimekaa hapa 2 hours kwa ajili yetu. Na ni kwa ajili, let me tell you, nikikupenda na wewe ukinipenda, iron sharpens iron. I'm telling you, marriage zetu zitakuwa a happy place to be. Yani utakuwa na miss huyo mtu daily, maana kila kitu iko very organized. Sawa. So next topic tumesema watu wa come. So hii kitu ikiendelea kuwa kubwa. I thought tu itaanza tu na iishe, lakini I thank God for the grace, maana inaenda. Now ninaenda kumalizia. Usijaribu kutoka hapo. Sasa hii ni ya ukweli. Hii ni ile ya ukweli kabisa. Sawa.
nataka hivi watu wangu. Lilian Mutu ushatuma namba ya bundles. Ni hiyo 0720703036. Sawa, tuma bundles. Sawa. Pia ni men should learn to appreciate the young women. Okay, my Njoki, yes. We should learn how to appreciate our women. By the way, watu wa appreciate the young ladies. Sawa, do umechelewa. Ndio unakuja Dunamis. Sawa. I'm late but I love you. My topic today. Thank you. Finally kabisa. Finally of final. Of finals. Sawa. Nitamsalimia Matondo, umepotea. Shida yako ni gani sasa? So next time tunasema on Thursday, nimesikia watu wasichana African ladies they don't come. Na they are not allowed kusema hawaja come. Mimi by the hiyo roho na ishindwe. Lazima watu wa come. Na mimi nataka watu sijui nini gani akina tunataka healthy church. Tunataka church yenye watu wanakuja wakiwa happy. Unashangaa huyu mtu anaomba aje? Huyu mtu anaimba aje? Kumbe nimemuona Bwana. Kwani unadhani ameona nini? Mama amepakatwa. Nikiuliza wewe, nimemuona Yesu. Mpaka let me tell you. Ni nini mbaya na nyinyi? Watu wakae poa. So, na wenye wamekuja late, sasa kenye mtafanya, mtaenda tu kwa zipi mwega, najitaka tu zipi mwega, hapo ndio utasikizia the rest hiyo yenye hauko. Thank you Aki. Hata party late kwa manti sawa. Now, ninamalizia nikisema hivi, nataka munisaidie hapa. Munisaidie, ni mimi mnasaidia. Na najua mkosa hapa kusema hasa FCP ameweza kutusava nini? Sitaki makasiriko. Sawa. Nikwambia nitakupenda hata usiponipenda. Mimi sina makasiriko. Nasema hivi, kuna kitu inaitwa Yesu Book. Hebu sema Yesu Book. Tunataka tukue na altar mahali sisi ambao tumeokoka tutakuwa tunakuja wote pamoja. Na hizi vitu za unajua this altar itatengenezwa kwa Facebook ambapo kutakuwa unaweza kuja. I don't like the way you are just yourself. I cannot faking. I don't. Thank you. Sasa inasaidia sana. Ati hiyo ni exercise ni gani hiyo? Hebu tuambie vizuri Mushiri. Tunataka tuelewe hiyo ni exercise gani hiyo. Tusikie ni gani yenye nataita hizi vitu zetu. Nataka hivi. Nataka tu support hii inaitwa www.yesbook.com. Unajua nataka aje? Sisi ambao tumeokoka kina Teta Motiso, nyinyi mmeokoka na mna nyimbo zenu. Tunataka tuinue kitu moja, platform moja itakuwa na maybe millions of people. Ambao ukikuja na kenye unakuja nacho kini cha Mungu tunakisupport. By the way tunazambia church watu wache hii hypocrisy, na ndio unasikia mimi naongea mambo ya sex. Maana sex ni mtamu, kwanza ni kitu Mungu aliumba. Hii ni game ya God. Kwani Mungu sikia? Hii ni game ya God. Na so Waisinyaga, hii game ya God ndio ninataka tu sawa. So hii ni game ya God. Na mimi nataka hata hiyo Yesu Book tukianza, hiyo game ya God, mimi unipatiage ninaongea mambo ya game ya God, maana mimi am a God mouthpiece. Na so hiyo game ya God mimi nitakuwa ninaongea kwa hiyo Yesu Book. Na wewe Tena Motiso wewe ni muimbaji. So enda kwa www.yesbook.com. Niyo www.yesbook.com. Nataka tujae huko, tujae huko, tujazane hivi. Alafu kitu ingine, donate any amount. Weka so hapo. Hii ni ya my pastor ameshikilia maono yangu sana. So hii kitu tuisupport. By the way usijaribu kutoka, mimi ninafaa kutoka mbele yako. So shida yako ni gani? Na next time nataka nikupatie kenye tunataka tuongelelee. Kwa hivyo usitoke kabla sijakupatia homework. Sawa, usitoke mwalimu kama hajakupea homework. Now, so hii Yes Book nataka tuisupport. Enda uweke 50 yako bobo yako, weka mkate wako kwenye maji mengi. Enda uweke so yako hapo kwa Yes Book. Tutengeneza, tunataka 900,000 ndio mtumishi wa Mungu anataka 900,000 tuinue Yes Book. Alafu sasa hapo ndio tutakuwa tunajazana. Hautakuwa na mambo mingi. Unaenda tu hapo unaingia, wewe ni member, usha register na 100 yako, dhao zako 3, ingia hapo. Yes Book. Log www.yesbook.com. Tafadhali weka so, weka 100, weka 50, weka so 2, weka kwa yeye, kwani sio ni achipo tu. Chipo ilipanda. Ni 100 ngapi? Imepanda sana. To support hiyo Yesu www.yesbook.com. By the way, na mtume bundles. Shida yenu ni nani? Shida yenu ni nini? Tumeni bundles. Tumeni kwa RevZP.
ya hiyo sasa ni bando zangu RevZP. Sawa? Na sio lazima Bwana atanideve, lakini communicate back. Nimesema by the way kuna unataka kuniongelesha, nimeamua kujiachilia, lakini pia usikuje kunikatia. Mimi sitaki mambo, usikuje kwa nini yangu kunianza kunikatia. Mimi ni wife ya mtu, mimi ni mama ya mtu, mimi ni pastor. Usinikatie. Kama unataka mtu niambie, nitakutafutia. Usikwetu kuna watu wengi. By the way kila mtu anataka mtu wa kumconnect. Sawa, hata mimi niliconnectiwa. Sijui nani aliniconnect, lakini niliconnectiwa na mtu mahali. So tafadhali nimewapea namba yangu, lakini usikuje kunikatia kwa via only WhatsApping. Sawa, you WhatsApp ni 0720703036. That is my personal. It has taken me, yani ni neema, yani nakwambia ninakupenda. Ukiona ninakupatia namba. So ukikuja kwa simu yangu tafadhali heshimu kile ninafanya. Dua tu nikikuja hapa ni ibada na basi tunamaliza. Sawa. So ukikuja hapo kama ni prayer request tutakuja tunafanya na wewe, na lakini mambo ya kunikatia nitakublock. Sema sawa, nitakublock. You know that. Iko tu hapo nzuk na kublock. Lakini ukikuja kwangu niongeleshe tu, niambie kile unataka, na tunaweza hata mimi nataka watu wa kuniombea. Na msikose kuniombea. Muniombee haki, muniombee ni kuepoa, niombee tu huduma iinuliwe. Na saa zingine mnatutembelea. Wacheni kukua kama tia roho chafu, tutembelee. Ninaona my sister pale Monica, mnatutembelea. I love this woman of God. Amekuwa baraka, amenishika sana. Hata wakati wengine hawakuniamini yali niamini. God bless you, woman of God. Amen. So tumesemaje? Nimekupea namba yangu. Nikikupea namba yangu, you can support what I do by the way. Say tina beg for money. I've been kwa Facebook hiyo miaka yote na hujaisikia nikikwambia. Unaitisha ukiringa, kwani iko nini? Sawa. So I just love you people. Wacheni niachie hapo. Yani wacheni niachie tu hapo. Yesbook, www.yesbook.com. Tujazane huko, tujae huko hivi. Tujae huko. Weka 50, weka 100, so mbili, dhao mbili, hata dhao 10. Kwani si kila mtu amebarikiwa kivyake? Aki ninawapenda. Kama kuna kitu inakusumbua, inbox me. Hiyo ni WhatsApp yangu. Niandikie. Tutakuwa na RevZP people ambao tunakuwa nitaanzisha hiyo ya kukua na nyinyi. Kama marriage yako iko poa, tunaiombea. Unaniambia kile unataka tuongelele. Pia ninataka munisaidie. Tusaidiane, watu ni kuongeleshana. Sijui kila kitu. Ninahitaji tuongeleshane. Sawa. Tumeelewana. So tunafaa tusaidiane sisi wenyewe kwa wenyewe. So kama kuna kitu napitia, you can inbox me. By the mimi niko tu hivyo, mimi sina mambo mingi, ni tunaongea Kenya. Kama kuna tunapitia by the niambie, tutaiombea. By the way hata ukiomba binguni inanielewa, napenda Bwana. Pin your number here. Okay, sawa. I'll be pinning my number every time, but now wacha tu niseme tu hivyo 0720703036. WhatsApp number, only WhatsApping. Okay, na kama message, na pia ikiwa tuna heshima yake. Na let me tell you, tunaenda mbali next week Thursday. Wamama wanataka kukam. Sema kukam. Coming. Yes, dadina come. Na sasa tunataka kujifunza vile wanafanyao wanakam. Na umeokoka. Na unakam. Sema amen. God bless you. I love you brothers and sisters. May the Lord do you good. May the Lord bless you. Yani Mungu akutende mema. Jehovah, katika jina la Yesu Kristo, we bless you, we honor you, my Father. Thank you, Jehovah, for today's service. You have been our God, oh Lord. Thank you for the grace that has been very sufficient, Redeemer. Thank you for the love of Christ. Thank you, Jehovah Lord, for the knowledge, for the power of knowledge, mighty God. Thank you for anointing me, Jehovah Lord, even Jehovah Lord, for this service in the name of Jesus. Thank you, Lord, for every brother and sister who have been watching this service. May you bless them, Jehovah Lord. May you meet their needs, Jehovah Lord. Bwana, kutana na mahitaji ya mfalme. Meet their needs, Jehovah Lord. Kwa ajili ya utajiri wako in Christ Jesus, in the name of Jesus. Bless them, Lord. Fight for them, Jehovah. Fight all their battles, Almighty God. Jehovah Lord, may you deliver them, Jehovah. May you restore their marriages, Jehovah Father. May you heal
our hearts, oh Lord. Others are wounded, my God. We pray that you may heal our hearts in the name of Jesus Christ, my God and our Savior. Thank you, Jehovah, for the provision, oh Lord, for bundles. Thank you for the grace, Jehovah, Lord, even for listening and tuning in. We bless you and we honor you. We can never take this for granted. It has taken your able hand, even, Jehovah, Lord, to be in this service. Jehovah, mighty, we bless you. Couples thing, we bless you and we honor. Thank you for the good thing that you have started, Jehovah, Lord. And we know one thing for sure, you're gonna see it to the end in the name of Jesus Christ. We bless you and we honor you. We pray this, believing that God, you have heard us and already answered our prayers. We pray this in Jesus' name. Amen and amen. Type a very good amen. Yes. Ooh, the truth shall set us free. Ooh, go. Hallelujah. Ati no cutting for me. Yes, no cutting. Akinyinyi endeni. Bye. I love you. Mwah. See you then. Conference. Tuko na conference. Maximum Miracle Center. Tupatane huko.